Yesu ni nani? Mungu sampusa. Yesu ni nani? Mungu sampusa. Oh, Yesu ni nani? Mungu sampusa. Yesu ni nani? Mungu sampusa. Ukubali usipokubali Yesu. Yesu ni Mungu. Ukatae usipokataa atabaki kuwa Mungu. Ukubali usipokubali Yesu. Yesu ni Mungu. Ukatae. Yesu Kristo ni sawa sawa. Jana, leo na hata milele. Msichukuliwe na mafundisho mengi ya namna na kigeni. Ni maana ni vizuri mwafanye imara kwa neema. Wala si kwa vyakula ndivyo walivyokwenda navyo. Hawakupata faida. Tena Yesu ni njia. Yohane 14:6. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa mimi. Tena ni mwana. Yohane 3:16. Kwa maana Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu aamini asipotee bali awe na uzima milele. Lakini kwa kujua nationality yake kweli yeye ni nani? Soma Yohane 14:7. Yohane 14:7. Bwana akubariki. Kama Mungu alinijua mimi, Yesu anasema kama Mungu alinijua mimi, Mungu alijua Baba yangu vile vile. Yani hakuna baba na hakuna Yesu. Baba anajua Yesu. Na tangu sasa mnamjua na mmemwona. Filipo akamwambia, Bwana utuonyeshe Baba. Basi natufaa. Yesu akamwambia, nimekaa pamoja nanyi wakati mrefu na ukunijua Filipo. Aliyeniona mimi ameona Baba. Njoo elimu ya Biblia. Yesu ndio Baba. Yesu ndio alisema nini? Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Na ambayo unayaona andika katika kitabu ukatume kwa makanisa 7 yaliyo katika Asia, Efeso, Smyrna, na Pergamo, na Tuatera, na Sardi, Philadelphia na Laodikia. Ambaye anakuja kuhubiri injili hapa anaitwa Apotre Jacques Mihigo. Ndio jina langu lile, na adrese yetu unaweza kutupata pale Bukavu, route d'Uvira. Kanisa ambalo linakia kuhubiri linaitwa Amen Église de la Mission Évangélique à toutes les nations. Ukipenda kutupata hapa Bagira unaweza kutupata pale adrese ya Kamiziki pale, kuingia kote gauche kama uko na kote droite kama uko na shuka kuelekea msantre. Pale unaweza kutupata, unaweza pata Église de la Mission pale ambalo linaongozwa na pastere pale, na Eglise Centrale iko route d'Uvira. Na tuko hapa Bagira tuko mahali mbalimbali. Ukitupata Lubumbashi tuko ukienda kule Burundi tunakuwa na mahali mbalimbali pengi tu zaidi, lakini objectif ya Eglise ni kuhubiri injili. Amen, ça veut dire Église de la Mission Évangélique à toutes les nations. Kwa kifupi naitwa Amen, kanisa la ujumbe habari njema kwa mataifa yote. Na ukipenda kutupata ku radio unaweza kutupata ku radio ya RTNK ambayo ni mita bene 88.5. Unaweza kutupata kwa ile mita bene chaque mardi 20h à 21h na chaque samedi 20h à 21h. Mtandao yako kwa na Android unaweza kuangalia, una klike tu Apotre Jacques Mihigo, utaona mihadhara tunafanya hadharani pamoja na madhehebu mbalimbali ambayo haisimame kwa neno la Mungu. Basi hiyo ndio kabisa introduction yetu kwa kukupa adrese yetu. Kipenda kutupata unaweza kutupata kwa ile maadrese yote. Numero ya telefone ko 09 95 86 86 89. Pale ukipiga Airtel unaweza kutupata. Vodacom ko 82 45 31 824. Pale unaweza kutupata kabisa. Asante kwa ujio wenu wapendwa ambao mmekuwa hapa kuja kusikiliza injili. Injili ni huduma ya Roho Mtakatifu. Unapoona inahubiriwa ujue kwamba haiko huduma ya pastere yeyote. Injili ni huduma ya Roho Mtakatifu, kwa sababu anayeongoza injili ni Roho Mtakatifu. 16:6. Twende haraka Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume 16:6. Bwana kubariki mtumishi. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Sawa. Wakapita katika nchi ya Frugia na Galatia. Toka. Wakakatazwa na Roho Mtakatifu kuhubiri neno katika Asia. Bwana Amen.
Yani walipita katika nchi ya Frugia na Galatia. Andiko linasema uongozi wa Roho Mtakatifu iliwakataza wasihubiri katika Frugia. Twende haraka. Wakakatazwa na Roho Mtakatifu kuhubiri neno katika Asia. Bwana kubariki sana. Wakati walipofika Misia, wakajaribu kwenda Bitinia, wakajaribu kwenda Betania, lakini Roho ya Yesu hakuwapa ruhusa. Na ndio maana nilikwambia injili ni huduma ya Roho Mtakatifu, lakini Roho ya Yesu hakuwapa ruhusa. Wakapita Misia wakateremkia Troa. Wakapita Misia wakateremkia Troa. Maono yakaonekana kwa Paulo usiku. Maono ikamuonekania mwinjilisti Paulo usiku. Aliona mtu wa Makedonia amesimama na kumsihi akimwambia. Akamuona mtu wa Makedonia usiku katika ndoto akimuita na kumwambia nini? Vuka uje Makedonia kutusaidia. Vuka uje Makedonia na utusaidie. Alipokwisha kuona maono haya, tulipokwisha kuona maono haya, mara moja tulitaka kutoka kwenda Makedonia. Tulitaka kwenda Makedonia kwani tulijua kwa kweli Mungu alituita kwa kuhubiri habari njema. Bwana kubariki. Yani Yesu ametuita kuhubiri habari njema kwa uongozi wa Roho Mtakatifu. Kabisa. Yani injili ni huduma ya Roho Mtakatifu. Presence yetu kuwa hapa Bagira, uelewe haiko uongozi wa akili yetu. Nakuja hapa kwa sababu ya kuletea injili. Unaona, injili iliyo hai, injili inayochoma, injili inaokoa, injili inayofungua watu kutoka katika vifungo na minyororo ya ule mwovu. Ni injili iliyo hai, tofauti na injili ile ambayo unaijua, sababu injili ina sehemu tatu. Ya kwanza, uhuru wa injili; pili, uhalali wa injili; tatu, ubora wa injili. Yani njoo hatua tatu za injili zile. Na injili ambayo tunakuletea ni uhuru wa injili na uhalali wa injili na ubora wa injili. Ndio inatufanya tukuwa hapa kwa kukuhubiri wewe. Bwana kwanza kubariki. Nawaza nishajipresente na tunaweza sasa introduire, tulete message ambayo Yesu anatutuma nayo. Usijiulize hii mafoto ninaona, hii mafoto nao ni ya nini? Hii mafoto ndio kwenye kuko mafundisho ambayo tutafundisha. Kwa nini? 13:10 Mathayo. Mathayo 13:10. Leta neno. Tunasome na shuhudia nasema hivi. Bwana kubariki sana. Wanafunzi wakakuja wakamwambia. Kwa nini unasema nao kwa mifano? Akawaambia. Ninyi umepewa kujua siri za ufalme wa mbinguni. Lakini wale hawakupewa. Asaba wanafunzi wa Yesu wakakuja kwa Yesu wakamwambia, kwa nini mahubiri yako yote unapohubiri unahubiri mifano? Akaambia wanafunzi wake, nyinyi mmepewa kujua siri za ufalme wa mbinguni, lakini wengine hawakupewa. Elewa, ndani ya dunia kuko sehemu mbili ya watu. Kuko sehemu ya wale Mungu alipatia neema ya kumjua, na kuko wale ambao Mungu hakuwapatia neema ya kumjua. Asema nyinyi mmepewa kujua siri za ufalme wa mbinguni, lakini wale wengine hawakupewa. Yani Mungu ana sehemu mbili ya watu, waliopewa na wale hawakupewa. Lakini ninatumainia kama wewe ulipewa, na ndio maana unasimama hapa. Haungipewa haungisimama hapa. Sasa tunapenda kwa utaratibu tuende polepole ili tuelewe nini kusudi la Yesu kufundisha kwa mifano. Sura 13:4. Maneno haya yote sio kuambia makutano kwa mifano, wala kuambia kitu pasipo mfano. Kumbe mahubiri yote Yesu alihubiri kwa mifano, na ndio maana unatuona hapa na mifano. Kuna ingine mifano ya chini bado haijakuwa, lakini utaiona baada ya hapa. Twende. Litimizo neno lilosemwa na nabii akisema, naam, nitafungua kinywa changu kwa mifano. Nitasema maneno yaliyosiri tangu mwanzo. Nitasema maneno yaliyosiri tangu mwanzo wa dunia. Hii ni maneno yaliyosiri, na ni siri ambayo inafichwa tangu mwanzo wa nini? Mwanzo wa dunia. Yani Mungu akubariki ujue hii siri. Hii siri unaweza kuijua kama Mungu kabisa na wewe alikuweka tangu kuumbwa kwa misingi ya ulimwengu duniani kwa kupa neema ya kujua hii siri. Basi Bwana kubariki. Najua Mungu ye mwenyewe atafanya kazi yake katika jioni ya leo
ili upate kutusikia vizuri. Yaani utaelewa kwamba Yesu alikuwa mwalimu, lakini ualimu ambao aliutumia alifundisha kwa mifano. Kwa sababu gani? Anasema kuna wale walipewa na kuna wale hawakupewa. Sasa sisi ni wanafunzi wa Yesu na tunapaswa fuata nyayo ya Yesu, kufundisha mifano, kwa sababu mwanafunzi 10:24, ndugu dia merci. Mwanafunzi ampiti mwalimu wake, wala mtumishi apiti bwana wake. Inatosha mwanafunzi kuwa sawa sawa na mwalimu wake, na mtumishi sawa sawa na bwana wake. Twende. Kama amekwisha kuita bwana wa nyumba Beelzebuli, si zaidi sana kusidi sana wale wa nyumba yake. Simama pale. Mwanafunzi hawezi pita mwalimu wake, lakini kila mtu aliye mtimilifu atafanana na mwalimu wake. Mwalimu duniani pote pale ni Yesu Kristo. Ndiye mwanzishi wa imani ya Ukristo. Unaposoma Waebrania 12:2, tukimtazama Yesu Kristo ndiye mwenye kuanzisha na mwenye kutimiliza imani yetu. Sasa prinsipe yake ya kuanzisha, alianzisha muprinsipe ya mifano. Na ndiyo maana ukiona tunasimama na mahubiri ya mifano, kwa sababu Yesu yeye mwenyewe alikuwa mhubiri wa nini? Wa mifano. Na utaelewa hivi, Yesu alipokuja duniani alikuta dini duniani. Alikuta dini ya Wafarisayo, alikuta dini ya Wasadukayo, alikuta dini ya waandishi, alikuta dini ya Wazeloti, alikuta dini ya Maherodia, alikuta dini ya Masenia, na hawa wote walikuwa wanasema wanaomba Mungu. Lakini Yesu hakupendezwa na watu ya madini, kwa sababu maneno ya Yesu ilikuwa kikwazo kwa watu wa madini. Je, watu wa madini walifurahia injili ya Yesu wala walichukizwa? Kamata Mathayo 15:12. Bwana kubariki sana. Halafu wanafunzi wakakuja wakamwambia nini? Unajua ya kama Farisayo walichukizwa wakati waliposikia neno hili? Kumbi wa Farisayo walichukizwa juu ya nini? Juu ya kusikia neno la Kristo. Ukiwa mfarisayo na wewe utasirikia injili. Lakini ukiwa kabisa mteule aliye na muhuri wa Roho Mtakatifu, hautasirikia injili. Sababu unaweza kuwa hauyaokoka, ungali yako na kunywa sapilo yako. Hakuna maana kukataza hayo, lakini usipigane na injili. Unaweza kuwa ungali kidavuta sigareti yako, hakuna problem. Nani ndio anakukataza? Vuta tu. Atujue neema ya Mungu gisi inafanyaka, lakini usipigane na injili. Unaweza kuwa uko deserere mu mambo yako, lakini usipigane na injili, kwa sababu injili ni huduma ya Roho Mtakatifu, na inapohubiriwa ina njia tu moja ya kuokoa wale waliopotea. Sasa wewe ukianza nao vita na ungaliki mugiza, itakuwa ni aksida kubwa sana, kwa sababu Mungu angali na kutafuta. Na ndiyo maana Mungu yeye alikuwa kutafuta wale waliopotea. Sasa vita ambayo Yesu alikuwa nayo haikukuwa ya wapagani. Vita ambayo Yesu alikuwa nayo, alikuwa na vita na dini ya Wafarisayo, dini ya Wasadukayo, dini ya waandishi, dini ya Maherodia, dini ya Wazelote na dini ya Masenia. Kwa sababu wao ni watu wa dini na hawakukuwa na ile neema ya wokovu, wakaanza injili vita. Wakasema injili ya Yesu sio injili, lakini ni matusi. Luka 11:45. Komboa muda. 11:45. Bwana kubariki sana. Mmoja katika wanasheria akamwambia, Mwalimu, kwa kusema vile unatutukana sisi. Asa hii haiko tena injili. Wewe mahubiri yako uko natukana. Kumbi watu wa madini waliita injili ya Bwana Yesu nini? Matusi. Ndio. Nipatilie ndugu mkono, mwambie habakukia kukutukana hapa, maana kia kukuhubiri uokoke. Haleluya. Amen. Na ukiwa ndani ya dini yako, tunakuja hapa kuhubiri tu toke mconfusion. Yaani hii kipindi ya kuhubiri hadharani maana yake inaitwa hivi, tofauti ya neno la Mungu na doktrine ya dini. Yaani dini inatembea na doktrine ya akili ya watu, neno la Mungu inatembea na uvuvio wa Roho Mtakatifu. Nikasema hivi, dini ni mpango ya mwanadamu kwa kumtafuta Mungu, lakini wokovu ni mpango wa Kristo kwa kumtafuta mwanadamu. Amen. Kumbe anakuja na wokovu ni Yesu Kristo kwa kutafuta nini? Mwanadamu. Lakini dini ni mpango ya mtu
kwa kutafuta Mungu. Lakini mtu inawezekana atafutie Mungu ndani ya dini, lakini asipate Mungu ndani ya dini. Mungu haiko ndani ya dini. Mungu iko ndani ya neno lake. Moja Yohana, katika mwanzo alikuwa neno, na neno alikuwa pamoja na Mungu, na neno alikuwa Mungu. Kumbi neno njo nani? Njo Mungu. Kama mtu anapokea neno la Mungu, anapokea nani? Anapokea Mungu mzima. Na njo prinsipe ya Yesu. Njo prinsipe ya kuhubiri kwa Yesu. Amina. Yaani ukipokea neno, unapokea Mungu mzima. Na ukikataa neno, unakataa Mungu mzima. Na ndio maana akawaambia Wafarisayo katika Yohana 8:31, twende haraka. Basi Yesu akawaambia Wayuda wale ambao waliomwamini, kama mkikaa katika neno langu. Nini? Kama mkikaa katika neno langu. Unasikia anawaambia kama bakikala mdini yake. Wakikaa katika neno. Sasa leo olie batu baikale muneno, banekala msepaki. Kabisa. Olio ikale muneno, unende kala mkatolika. Ndio. Olio kale muneno, unenda ikala muselepa. Kala ndani ya neno. Rudia basi. Basi Yesu akawaambia Wayuda wale ambao waliomwamini, kama mkikaa katika neno langu. Kumbi Yesu anatafuta watu wakae munini? Ndani ya neno lake. Mutakuwa wanafunzi wangu kweli. Nanyi mtajua kweli. Na kweli tawaweka nyinyi huru. Yesu hakukia ubiri batu dini. Yesu alikia ubiri batu neno. Amina. Kuko tofauti ya kuwa mwanadini na kuwa Mkristo. Mkristo ni mtu mwenyewe alitakaswa na damu ya Yesu. Neno la Mungu liko na nafasi ndani ya moyo wake, ndiye anaitwa Mkristo. Unashtuka mtu anakuambia mimi niko sepaki. Mulevi tu, muvuta bangi, muvuta sigara. Chia dini yetu ndio alianzaga, sisi tuko Wakatolika, hatukatali. Tunakuuliza hivi, Muchibwe na Sapilo ulishaacha? Bado hajaacha. Sasa uko Katolika, lakini uko napotelea Mkatolika. Kabisa. Lakini Yesu yeko na haja ya wewe upate nafasi ndani ya ufalme wa mbinguni. Kwa njia gani? Rudia tena. Basi Yesu akawaambia Wayuda wale ambao waliomwamini, kama mkikaa katika neno langu, nyinyi ni wanafunzi wangu kweli. Nanyi mtajua kweli. Na kweli taweka nyinyi huru. Kumbi objectif ya Yesu ni watu wakae ndani ya nini? Ndani ya neno. Hapana kukaa ndani ya sepaki, wala ndani ya Katolika, wala ndani ya Musulman. Kala ndani ya neno, kwa sababu ukikala ndani ya neno utapata wokovu, na ndo njia ya kupata uzima wa milele. No kikataa neno, basi ndio upotevu wa milele na milele. Na ndio maana unaona hatuko na bidii ya kukuhubiri neno. Kwa sababu mwenye neno anasema nini? Isaya 55:11. Na ndivyo litakavyokuwa neno langu linalotoka kwa kinywa changu. Halitarudi bure. Yaani hivi unatuona tunasimama hapa. Unaona magari yetu ile pale? Ndio. Tunatoka kule ngambo ya Kadutu, ndio kwenye tunatoka, tunakuya mwa hii mgini ya Bagira. Tunachoma essence. Hata ile grupu unasikia kuna guruba pale kwa kutoa sauti. Ni kuchoma pesa. Ndio maana tunafika hapa. Lakini objectif ni nini? Haiko tunakia batafuta yako sadaka. Suniangalie siko pasere wa njala. Angalia tu gisi nini navala na gisi niko. Suazia kisha kuhubiri ndagabula envelope wa 1000 francs kwa pia atabarikiwa, sina ile injili ya vile kutafuta bugali. Nishajipata zamani. Kama ni kujipata mwenjili. Yaani kinanileta hapa objectif ni moja, kia kutafuta roho yako isipotee. Kwa sababu ikipotea, Mungu amesema damu yako ataiweka kwa mikono yangu. Ndio kwa maana unaniona tu hapa. Siku ya hukumu hautaambia Yesu, mbo mie sikusikiaka, mbo mie sikukwaka, na atakwambia uliona bwana zake anasimama pale. Ni mjumbe wangu nilituma pale Bagira. Objectif principal yangu ilikuwa wewe uokoke, lakini ulipingaka. Lakini na mie kama sasa sikuhubiri. Biblia inasema nini? Kama ukimwambia muovu hakika utakufa. Yeremia, Ezekieli 3:18. Bwana kubariki sana. Kama nikimwambia muovu hakika utakufa. Nao humupi maonyo wala usemi kwa kuonya muovu kuacha njia yake ya uovu. Nawe humupi maonyo wala kumkemea aache njia yake ya uovu. Kuponyesha uzima wake. Ili aponyeshe uzima wake. Yule muovu atakufa katika uovu wake. Mungu anapermettre akufe. Kama hakusikia. Na leo tunafika hapa kama hukusikia. Neema ulikuwa nayo ungali unalewa,
unakamata ngrika usiku, unaingililia watu kome arme, unapiga watu masasi banakufa. Kama uliona Mungu kuna kuponesha mwele madanje yote, sababu ulikuwa uyasikia injili. Leo tena wende ukamate ngrika uingililie watu, uone kama Mungu hata itika sasa ukufe, sababu wewe ulisikia injili na ukaiacha. Wende tena ulewe na ulikuwa unasikia injili, utakufia mkanivo pale, batakukamata maiti banenda kuzika. Kama Mungu alikuwa anakuacha mu desordre, uzini side sikupate, uibe basi kupige masasu kufe, ni sababu anayua kuko siku muhubiri atasimamaka pale na atahubiri. Kama unarukaka kulungo huko mchawi, ulikuwa naruka na unapata nguvu ya kuruka na unarudia mwako, sababu Mungu alikuwa anayua hayakuletea mjumbe wake. Leo mjumbe anaingia kwa mji huu tena wa Bagira kuya tena kukutangazia. Kama umeshasikia injili ya mingi, hii itakuwa ya mwisho kwako. Rudia pale. Kama ukimwonya mwovu, kama ukimwambia mwovu hakika utakufa, ukitaka uovu wake, ndio, lakini wala toka njia yake ya uovu, wewe atakufa katika uovu wake. Lakini wewe umeponyesha nafsi yako. Sisi tunakuja kuponyesha nafsi yetu hapa. Na ndio maana Paulo kisha kuhubiri Yerusalemu akasema ilikuwa lazima neno la Mungu lihubiriwe kwenu, lakini kwa sababu mnalisukumia mbali, mimi nanawa mikono na banawa mikono. Siko twende haraka malizia. 13:46. Paulo na Barnaba walisema pasipo oga. Bwana akubariki. Ilikuwa lazima neno la Mungu liambiwe kwenu kwanza. Bagira. Musikie neno la Mungu. Na ilikuwa leo rendezvous ya Roho Mtakatifu, neno la Mungu lisemwe kwenu. Lakini kwa sababu mmelisukumia mbali, leo mkilisukumia mbali na kujihesabu wenyewe kwa wasiostahili wa uzima, Paulo anaambia watu, kama munakataa hili neno na mnaona mustahili maneno ya uzima wa milele, tazameni tumegeuka kwa mataifa. Si tunageuka kwa mataifa, kwa sababu ndivyo tulivyoagizwa na Bwana. Ndio, nimekuweka uwe nuru ya mataifa. Bwana kubariki. Upate kuwa wokovu hata mwisho wa dunia. Bwana kubariki. 18:6. Lakini waliposhindana naye na kutukana, kumbi walifani, walitukana na kushindana. Paulo alikuwa anawatukana? Hapana. Alikuwa anawahubiri injili. Ndio. Lakini mwisho wakafanya nini? Waliposhindana naye na kutukana. Waliposhindana na injili na baada ya kuisikia wakaitukana. Akakunguta mavumbi yake akawaambia. Paulo akakunguta mavumbi yake akawaambia, damu yenu iwe juu ya vichwa vyenu. Na mie leo ninakuya nawa damu yenu itakuwa juu ya vichwa vyenu, watu wa Bagira, kama hamtasikia. Lakini mimi ninatimiza kile ambacho Roho Mtakatifu alinituma. Amina. Sikia nikwambie, usikufe na ushabiki wa dini. Nilisema hakuna dini ya kweli, wa kweli ni umoja. Yohane 14:6. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa mimi. Bwana akubariki sana. Amina. Haleluya. Kumbi Yesu ndio nini? Njia ya kweli na nini? Na uzima. Yesu ndio wa kweli. Hakuna dini ya kweli. Nilikataa, hakuna dini ya kweli. Wa kweli ni Yesu. Juu kila dini iko na doktrine yake. Na ukipenda upate uzima wa milele, fata njia ya neno la Mungu. Amina. Na ukipenda upate hukumu ya milele, fata dini. Sababu dini inatembea na madoktrine, lakini neno inasimama na hukumu, kwa hukumu wale wote walitembea kinyume na neno. Leo angalia, dini ya kwanza Katolika anakuambia shie tuko bakweli. Kama uamini dini ya Katolika hutaokoka. Ndio injili yabo ile. Bungine bote ni masekte, shie ndio tulianzaka. Protestanti anakuambia hapana, bale ni baabudu masanamu, shie ndio bakweli. Achana na bale basha kwa mavantiri ya kuabudu masanamu. Ukiamini dini ya sepake ya selepa ndio utaokoka. Bengine bote ni babongo. Branhamiste anakuambia hapana, bale bote habana message. Amini profete William Mario Branham, ule ndio profete ya kizazi ya Laodicea, utaokoka. Huyu la anakuja anakuambia kimbangu, anakuambia si hatuamini mzungu, si tunaamini kimbangu sababu ndio nabii wa watu weusi. Bungine bote ni masekte, amini nabii kimbangu ndio profete wa Mungu. Na anahubiri yake injili. Temweshe Dehova anakuambia bale bote banapotea ni masekte. Usipoamini Mungu kama jina yake ndio Yehova,
basi utapotea. Jacques anakuambia haba bote ni bavantilier, biko bana kupotezea muda bure. Haba bote ni mtu mmoja alimuuliza Yesu, nifanye nini? Luke chapitre 10 verset 25. Luka 10:45. Bwana kubariki. Natazama mwanasheria mmoja akasimama, akamjaribu akasema, mwalimu, nifanye nini? Nifanye nini niriti uzima wa milele? Akamwambia wende mudini ya Mafarisayo. Akamwambia katika Torati imeandikwa nini? Yesu, nipatie ile Biblia hapa. Aseme nifanye nini Yesu? Na mimi nirizi uzima wa milele. Yesu akumwambia wende mudini ya Masadukayo, wende mudini ya Mafarisayo. Hapa alimwambia katika hii Torati inaandikwa nini? Unasoma namna gani? Sona somaka, unakuwaka unaelewa nini? Na alijibu akasema, penda Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Hapana, akamwambia weye kama unasomaka namna gani? Huyu mtu naka respond akasema, ninasomaka upende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote, na kwa akili zako zote, na ya pili, na jirani yako kama mwenyewe. Sawa. Akamwambia umejibu vema, fanya hivi na wewe utaishi. Fanya hivi nawe utaishi. Ukishika ile neno basi utapata uzima wa milele. Hapana kuwa shabiki wa dini. Angalia vile dini zinapoteza watu. Ngoja nikuoneshe kadogo tu. Kumbukumbu la Torati 4:16. Kumbukumbu la Torati 4:16. Bwana kubariki sana. Usiharibu nafsi zenu na kujifanyia sanamu ya kuchonga. Bana kuambia huyu ni mama Maria. Nani alikamataka Maria foto? Hakuna mtu. Maria alizaliwa mu 3e generation, appareil photographique ilikuwa ya kuwaka. Mkatosha hii picha yake wapi? Wavile watu watapotea sana. Ni ushabiki tu. Twende. Musiharibu nafsi zenu na kujifanyia sanamu ya kuchonga. Na kujifanyia sanamu ya kuchonga. Mfano wa sura yoyote. Nani alikwambia kama unjo mama Maria? Lakini mwana kudanganya utamjua mwenyewe kuna kubali vile. Twende. Mfano wa sura yoyote. Sasa nani anaitika kama ni sura ya Maria? Kama hata Biblia ya Katoliki. Biblia takatifu ya Kurudi. Bible. Verbum Bible kutoka 20:4. Barikiwe sana. Na vivyo hivyo Ecclesia Katolika inakubali na inaruhusu kuweka sanamu ya Bikira Maria na sanamu za watakatifu wengine. Wapi? Kanisani au nyumbani mwa Wakristo. Unaona? Ndio Katolika ndio anapoteza watu hivi. Kisha nakwambia sema ndio dini ilianzaka. Tunaanile hapa ni zero, hakuna kitu, mtafute Yesu bure. Mungu anakatala sanamu za hata wa Korinto wa pili wa kwanza. Korinto wa pili 6:16. Ubarikiwe sana. Tena hekalu la Mungu na mapatano gani pamoja na sanamu? Kama mnasema Katolika ni kanisa la Mungu, itakuwa tena na marelasio gani na masanamu? Kwa maana nyinyi ni hekalu la Mungu aliye hai. Kama Mungu alivyosema, nitakaa ndani yao na nitatembea katikati yao, nami nitakuwa Mungu wao, wao watakuwa watu wangu. Kwa sababu ya neno hili, sikia wewe muungaliki kule, ufanye nini? Tokeni katikati yao. Toka. Usikupatia ndugu mkono mwambie solution ni kutoka tu. Solution ni kutoka tu mwaibi. Mukatengwe nao. Bwana anasema. Hapa tunaanile ni zero. Ungaliki huko Katolika, huyo ni pote d'entrée ya jahanamu. Utapotea bure. Tunaenda hapa. Sie ndoba kweli, sie ba mizilima anakuambia Allahu Akbar. Allahu Akbar ni Lucifere mwenyewe. Soma Qur'ani. Kwanza mwanzishi wa dini ya Uislamu ni nani? Unajua shetani aliangalia dunia akasema nifanye juu nipate batu ya kupoteza. Akaona kumbe ajiingize munjia ya kidini na weke balidere yake kwa kupoteza watu. Nani alianzisha dini ya Uislamu? Soma kwanza kitabu cha Qur'ani. Soma 12 historia kwanza ya Muhammad, ya Muhammad, mwanzishi wa dini ya Uislamu. Ndio leo inakamata dunia nzima, Asia yote. Uislamu ndio inayala mle ndani. Arabia Saudite yote. Twende haraka.
Maisha Muhammad. Maisha ya Muhammad. Muhammad ni nani? Ni nani? Yeye alizaliwa katika mwaka 570. Alizaliwa 570. Baada ya Yesu Kristo kupaa mbinguni. Nyuma sana Yesu alishapaa mbinguni. Ndani ya nchi ya Saudi Arabia. Twende. Kilomita 40 kusini mwa mji mdogo wa Maka. Leta maneno. Baba yake mzazi aliitwa Abdallah. Ndio historia ya Muhammad sasa ile. Ina maana mtumishi wa Allah. Mtu moya mimi anapoteza dunia. Twende. Mama yake mzazi aliitwa Amina. Amina. Babu yake aliitwa Abu Mtalibe. Abu Mtalibe. Babu yake mdogo aliitwa Abu Talibe. Twende Abu Talibe. Babaye Muhammad kafariki mimba mkeo kwa miezi 6. Naam. Mama yake akafariki kwa kueneza kwake miaka 6 kuzaliwa. Leta maneno. Akalelewa na babu yake ambaye kisha kueneza miaka 8 kwa Muhammad kafa. Akafa. Kwa kufa kwa wazazi wote. Sasa baba yake na mama yake na Muhammad washakufa. Muhammad kaishi maisha ya kiyatima. Muhammad aliishi maisha ya kiyatima. Baada ya siku si nyingi. Akalelewa kwa mikono na babu yake. Abu Talibe. Abu Mtalibe. Aliyekuwa mfanyabiashara. Leta maneno. Babaye mkubwa kumfunza kazi ya uchuruzi. Wakienda Maka mpaka Syria. Twende. Fahamu ya kwamba Naam. Abdallah babaye Muhammad alikuwa mmoja ambaye alikuwa akichunga Al-Kaaba, msikiti mkuu ulioko Maka. Ndio. Nafasi ambapo wapagani wa Maka walikwenda kuiji miungu yao. Kumbi kule Al-Kaaba nafasi wenyewe walikuwa wanaenda abudu majini kule. Majini. Mashetani. Twende. Kwa kugundua zaidi, soma Qur'ani. Soma katika sura 5:2 kwa maelezo ya Qur'ani takatifu. Iliyotafsiriwa na Sheikh Abdullah Al-Fasri. Twende. Tangu miaka 12. Sali eneza duza. Muhammad alikuwa akienda pamoja na babaye mkubwa kwa safari za biashara. Na baba yake katika safari ya biashara. Kisha kueneza miaka 18. Ndio. Akamkuta mama mmoja mfanya biashara mashuhuri Myahudi. Anaitwa Bibi Hadija. Bibi Hadija. Mwenye umri wa miaka 33. Jo historia Muhammad ile kabisa. Twende. Huyu mama akamfuria kwa kazi ya uchuruzi. Akamchukua kwa mtu wake wa kazi. Mama huyu alikuwa mjane mara 2. Alifishaka bwana wa kwanza na bwana wa pili. Muhammad alipoeneza miaka 25. Sasa Muhammad alishaeneza 25. Bibi Hadija akiwa na umri wa miaka 40. Hadija naye akishakuwa na 40. Muhammad kageuka kwa mume wake. Akampiana Muhammad akakuwa mume wa Khadija. Natambua katika maisha yote ya Muhammad ameoa wanawake zaidi ya 9. Na wa mwisho alimwoa akiwa ni binti wa miaka 6. Alikuwa poligami tena mubakaji. Aliyeitwa Aisha. Na Muhammad mwenyewe alikuwa na umri wa miaka 53. Papa wa 53 akaoa fio wa Siza. Ubakaji. Njoo mwanzishi wa dini wa Uislamu ule. Soma Qur'ani 12. Ndio mwalianzisha. Twende. Qur'ani 12:20. Kombo muda. Wakamuuza kwa thamani pungufu. Naam. Kwa pesa kidogo tu vya kuhesabika. Naam. Wakiogopa wasitokee jamaa zake kuja kumtafuta huku. Leta maneno. Ufafanuzi wa hii haya. Naam. Unaona kuuzana kulikuwa zaidi ya miaka 1400 kabla ya kuja dini hii ya Kiislamu. Aliyokuja nayo Nabii Muhammad ndio akaanzisha dini ya Uislamu. Na dini ya Uislamu ambayo Muhammad alianzisha hakuianzisha kwa njia ya neno la Mungu, lakini alikuwa anaenda milimani akakutanana na Jibril kule. Huyu jini akampatia ufunuo na ndio Muhammad akaanzisha dini ya Uislamu. Soma Qur'ani namna Muhammad alikutanana na mashetani kwa kuanzisha Uislamu. Twende haraka. Qur'ani 2:97. 2:97. Iko Qur'ani ya Baruani. Soma. Sema. Aliyekuwa ni adui wa Jibril. Ndiye. Basi huyu ndiye aliyeteremsha Qur'ani moyoni mwako. Ndiye aliteremsha Qur'ani ndani ya moyo wa Muhammad. Lakini angalia sasa ile Qur'ani ndio inapoteza dunia kabisa. Ndio. Ukienda hapa Bukavu anatawala Uislamu sana. Toka sasa hapa jielekeze Ulaya yote. Muhammad anajaisha dini ya Uislamu. Tasikia wanalalamika Allahu Akbar. Allahu Akbar haiko Mungu ni mkubwa. Allahu Akbar ni shetani mwenyewe. Waliunganisha majini ndio akaipatia jina ya Allah. Aruta na Maruta 2:102. Iko surati Al-Baqara. Twende. Wakafuata aliyofuata mashetani. Wakadai ya kwamba alikuwa katika ufalme wa Nabii Suleiman. Na Suleiman kukufuru. Bali mashetani ndio aliyekufuru. Wakiwafundisha watu uchawi. Kumbi Uislamu ni nini? Ni uchawi. Paulo nasikia wanalalamika Allahu Akbar ni evocation ya majini. Sio kusema Mungu ni mkubwa. Allah ni Lucifer peke yake. Twende.
wakiwafundisha watu uchawi waliokuwa wakijua tangu zamani, na uchawi ulioteremshwa kwa malaika wawili, Aruta na Maruta katika mji wa Babeli. Soma ufafanuzi. Sulemani aliyetajwa hapa ni Nabii Sulemani. Wayahudi wanamtakati kuwa kwani mfalme aliyepata ufalme kwa uchawi si mtume. Kumbe Muhammad sio mtume. Basi na hawa wachawi wa Kiislamu, kumbe Uislamu chanzo chake ni nini? Ni uchawi. Nao wachawi wa nini? Nao wachawi wa Kiislamu humnazibishia Nabii Sulemani hizi elimu za uchawi. Yaani ukisema mimi naenda silimu kuwa Muislamu, ujue kama unaenda ingia muuchawi kabisa. Unaona? Sio neno la Mungu. Sio neno la Mungu. Na wanaomba nini Uislamu wa zama hizi? Twende haraka. 6:40 twende haraka. Iko surati Al-An'am. Haya yanaonyesha ya kuwa makafiri wa zama hizo walikuwa fadhali katika itikadi yao juu ya uwezo wa Mwenyezi Mungu kuliko Waislamu wa zama hizi. Yaani hao Waislamu wa zama hizi, yaani wa leo wanaomba mizimu na makaburi na majini na deshi au ... Uislamu mwache ulozi, mtoke mumichezo, mtafute Yesu. Arabi Saudite yote inapotea na huyu ambaye anaitwa Muhammad. Ndio. Kongo iko na misikiti mingi. Ulaya na jala misikiti. Mtu huyu mmoja analeta uongo wa shetani, lakini anapoteza sehemu ya dunia kabisa. Tunaenda huko. Dini ya pili, dini ya tatu. Dini ya tatu ni dini ambayo ni Protestant, ambayo leo inahubiri watu na kuonyesha kwamba wao ndio wanaleta ukweli. Protestant naye nini makosa Protestant? Kwanza mtu akikuita Protestant maana yake nini? Muasi. Sasa uliasi nani? Wakati Martin Luther anajiproteste mkatolike, njo pape alimuita Protestant. Maana yake nini? Maana yake muasi. Lakini Mkristo hawezi itwa Protestant. Sasa asikia defo ya Protestant, nipatie huko. Imani gani ulisoma mu Biblia yenye nasema msalaba ni ushindi ya wokovu ya Ukristo? Lakini wende mudini za Kiprotestanti wote utakutana wanenda na misalaba. Lakini msalaba sio neno la Mungu. Kila kanisa yenye utakutana kuko msalaba, elewa kama ni pentacle, ni sembole kabalestik. Hii unapoiona hii, mtu asikudanganye ni neno la Mungu. Maandiko manadanganyaka watu. Njoo ile Mathayo 10:37, twende haraka. Mathayo 10:38. Twende. Naye asiyechukua msalaba wake na kunifuata ni stahili. Sasa Yesu akwambie hii msalaba wala ubebe hii chapele. Haiko njoo yenyewe Yesu iko nasemea. Mtu asipochukua msalaba wake, yaani kupata mateso kwa ajili ya neno la Mungu, huyo anistahili. Lakini sio hii. Mtu akikwambia kama ubebe hii, ujue kama anakutia mu magie blanche. Magie blanche ni magie katolike. Na hawezi jitosa kama ni uchawi njo katolike konafanya. Soma ile Biblia Tobiti ya Katolika pale. Biblia takatifu ya Kirumi. Kitabu cha Tobiti. Twende. 13 fungu lake la 17. Bwana kubariki, soma. Wenye ufafanuzi wake. Ndio. Uchawi huu umetimia katika kanisa Katoliki. Ulitimia katika kanisa Katoliki. Na utaenea kote duniani. Na uchawi ya Katolika ilishaenea duniani pote. Katika mataifa mbalimbali. Bwana kubariki. Sasa Protestanti alitoka mkatoliki. Lakini Protestanti alitoka na makasoro ya Kikatoliki. Ukiona hii msalaba sio neno la Mungu. Kila magicien mwenye anafanya magie blanche anayua kama msalaba ni patacle. Sio bana kuambia ka ono du Père et du Fils et du Saint-Esprit unasema amen. Hapana, haiko signe de la croix. Nipatie écriture inasema tufanye signe de la croix, tufanye alama ya msalaba. Nipe au mu Biblia. Haiko akiandiko. Lakini Katolika anakuambia ka ono du Père et du Fils et du Saint-Esprit amen. Bongo ile njoo unasikiaka. Unapoona fanya Père, Saint, Esprit, amen, ni kuita 4 demons. Demo wa kwanza iko kunoro banamuita Mogoa.
Demo ya pili banamuita Ejime. Demo ya tatu banamuita Maemo. Demo ya ine bana evoke banaita le grand Baemo. Yani hii haiko neno ya Mungu. Mtu asikwambie msalaba ni neno la Mungu. Sasa ba protestante leo unaona banatia misalaba kumazabau, anaitia kubega, kukoti, lakini sio Biblia. Nipatie andiko yenyewe nasema Paulo alitia msalaba kukoti yake. Hakuna andiko. Wala kukanzo yake. Hakuna. Lakini benye balianzisha misalaba ni ba Romain. Sasa soma kwanza traduction de l'église catholique romaine. Traduction de l'église catholique romaine. Et année où chacune d'entre elles fut introduite. Merci. 300 ans après Jésus-Christ. 300 ans après Jésus-Christ. Prière pour les morts et signe de la croix. 300 ans après Jésus kupanda mbinguni. Njo Rome alitia alama ya nini? Ya msalaba. Kisha katia na misa ya mifu. Alianzisha hii msalaba kabisa kubarome. Banamuita kama unasoma historia yake, banamuita nani huyu tena? Constantinople. Ambaye 321 akasimamisha msalaba, alama ya Mungu jua. Lakini msalaba sio neno la Mungu. Protestante mwache misalaba. Sio imani ya Yesu misalaba. Katolike mwache mashapele. Sio neno la Mungu. Mkifanya hii mnafanya ibada ya mashetani. Kabisa. Protestante naye tunafanya nini? Tunaanile zero. Theologie haiko neno ya Mungu. Pour être pasteur aseme wende kwanza ufanye cycle ya theologie ndio wewe ukue pasteur. Kita disa. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 26. Wakorintho kwanza 1:26. Ndio. Maana angalieni mwitoni ndugu. Ndio Mungu ule. Ya kwamba si wengi wenye akili ya mwili, si wengi wenye akili ya mwili, si wengi wenye nguvu, si wengi wenye nguvu, si watu wakubwa wengi wanaoitwa, lakini Mungu alichagua vitu vipumbavu vya dunia kupatiza wenye akili haya. Sawa. Na Mungu alichagua vitu dhaifu vya dunia kupatiza vitu vya haya. Kupatiza vitu vya nini? Vya nguvu haya. Sawa. Na vitu vinyonge vya dunia Mungu alichagua. Na vitu vinavyozaliwa Mungu alichagua. Kusudi. Na vitu visivyofanya vitu vilivyo vya bure. Ndio. Kusudi hata mwili mmoja usijisifu mbele ya Mungu. Barome bakaleta petit seminaire. Ndio. Balisoma écriture gani? Hakuna andiko. Asoma kusoma grand seminaire unafanya cycle ya philosophie, ndio unaenda kuwa kire. Hakuna ile maandiko. Leo protestante naye kwa kunome kwa pasteur inalombo some kwa theologie. Theologie ya 3 ans banakuweka unakuwa reverend pasteur. Kita disa. Mumaandiko gani? Hakuna andiko. Biblia inasema usiongeze na usipunguze. Ndio. Aseme kwa pasteur ni condition ya kusoma theologie. Tunaanile. Hakuna kitu. Zero. Mtafute Yesu. Ile ni michezo yenu. Kuwa pasteur ni kupata mwito. Kama utasoma hatukatale mtu kusoma. Fanya faculté ya pédagogie. Faculté ya droit, hakuna faculté pastorale. Kama uko na faculté pastorale leta écriture hapa, hakuna. Na hakuna pasteur utona anatokea hapa ase nina kia kucontredire. Dubia niko nasema ni kweli na ni amina. Tunaanile ni zero hapa, hakuna kitu. Protestante mtafute Yesu. Tunaenda hapa. Dini ya 5. Témoin chez Jehova. Oh, kunywa kidogo si dhambi. Wapi Biblia inaruhusu pombe? Sita Hesabu 1. Hesabu 6:1. Leta maandiko. Bwana akamwambia Musa akisema, sema na wana wa Israeli. Sema na wana wa Israeli nakwambia, wakati mwanaume au mwanamke anapeka naziri kubwa, naziri ya mnaziri, naziri ya mnajiri, kwa kujiweka mtakatifu kwa Bwana, atajitenga na nini? Atajitenga na mvinyo na kileo cha nguvu. Hata kunywa siki ya mvinyo au siki ya kileo cha nguvu. Lakini leo biko banahubiri tumia mvinyo kidogo, lakini usilewe. Kulewa ndio dhambi. Biblia inasema Bwana akamwambia Musa akisema, sema na wana wa Israeli na kuambia, wakati mwanaume au mwanamke anapoweka naziri kubwa, naziri ya mnaziri, kwa kujiweka mtakatifu kwa Bwana, atajitenga na mvinyo na kileo cha nguvu. Hata kunywa siki ya mvinyo wala siki ya kileo cha nguvu. Una maandiko biko natumia Timotheo wa kwanza 4. Timotheo wa kwanza sura 5:23. Twende haraka. Toka sasa usinywe maji tu, lakini tumia mvinyo kidogo, kwa sababu kwa ajili ya tumbo lako na magonjwa ambayo yanakupata mara nyingi. Elewa kama mvinyo iko na sorte 3. Kuko mvinyo ya secret, kuko mvinyo ya dawa, na kuko mvinyo ya bulevi.
Vinyo yenye Mungu alikataza katika maandiko usinywe. Efesiens chapitre 5 verset 18. Waefeso 5:18. Wala msilewe kwa mvinyo, ndani yake ni makelele. Kila mlevi ni mtu wa fujo. Lakini mujazwe Roho. Mtajazwa Roho Mtakatifu. Hawezi jazwa Roho Mtakatifu na ujazwe Roho Mtakafujo. Yaani jazwa Roho Mtakatifu lakini usijazwe Roho Mtakasapilo. We peke Mkristo, we peke mulevi. Bitawezekana? Haiwezekani kabisa. Lakini maandiko yanasema usiwe katikati ya nini? Soma kitabu kia Methali 23:20. Usiwe katikati ya walevi. Hata kuikala nabo hivi. Hata wewe ukunywaki. Uko tu unaongea nabo. Biblia inasema nini? Usiwe katikati ya walevi. Mimi ndo ninakatala. Biblia inakataa. Sawa. Au katikati ya wanaokula nyama au kama walafi. Kama uko na bwana mama, mwana kunywa kasapilo sana. Pakulia ikabugali kadogo, patia nyama za mingi. Ndio wanakula mboga buru. Kila mlevi anayua mboga njoni. Twende. Usiwe katikati ya walevi. Katikati ya wanaokula nyama kama walafi. Maana mlevi na mlafi wataingia umasikini. Na kama uko unajitenga mlevi utakufa umasikini. Na utepetevu utavalisha mtu nguo za kupasuka. Na utaishia kuvala bishari. Niambia mwanaume mzima anaanza kuwa anashona nguo hapa, anaishona bilaka huko. Mimi anapata franga zile ishia wapi? Mpombe tu. Ndio. Ukimuuliza projet gani uko nao mdunia na gisa atakufaka atacha watoto wa malere bulevi. Acha bulevi, Yesu iko nakutafuta. Konsekansi ya bulevi iko mumaandiko. Vinyo ya dawa, kamata Luka 10:33. Luka 10:33. Twende. Lakini Msamaria mmoja akisafiri, na wakati alipomwona akafika pale alipokuwa, na wakati alipomwona akamhurumia, akakwenda karibu naye, akafunga vidonda vyake, akatia mafuta na mvinyo. Hii mvinyo alimtia kuvidonda ni mvinyo ya sapilo, whisky wala mvinyo ya dawa? Mvinyo ya dawa. Kuko mvinyo ya dawa mu maandiko kabisa. Sasa mvinyo yenye Mungu anakatala ni ile yenye ilisha kuwa makali, inaanza lewesha mtu. Na ndio unakuwa mtu wa fujo, kujenga marankine ndani ya quartier, unakuwa problematike na watu. Ndio yenye Mungu anakatala. Kamata Methali 23:29. Shuka pale 30. Nani ana taabu? Mkunywa pombe. Nani ana huzuni? Batoto wakiwafukuza kwa masomo unapenda furahi. Alizikunywa lakini atasirika. Kabisa. Twende. Nani ana mabishano? Mtu mwenye anapigania Barca na hayue Barca. Si mlevi. Nani ana manunguniko? Siri mlevi. Nani ana vidonda visivyo na sababu? Mwalimu vidonda visivyo na sababu. Akilewa anaanguka mkanivo, analumia. Polisi wanapiga usiku. Si mlevi. Ndio. Twende. Nani ana macho mekundu? Macho mboga. Basi unaona sababu. Unaniuliza. Mlevi. Wale wanaokaa saa ndefu kwa mvinyo. Biblia inasema ni wale wanaokaa saa ndefu kwa nini? Kwa mvinyo. Ndio namkutana nako. Analeta mambo lelele. Baba fifiki wele. Unaona anaanza mwanaume mzima intellectual. Yuko anacheza mbele ya watoto. Nini namfanya hivi? Mlevi tu. Mlevi. Mimi akikwambia unasema unaona ni critique ile. Hapana. Objectif yetu haiko kritike, uache. Mungu hapendi uendelee na pombe. Kabisa. Sababu konsekansi ya pombe, Loti alilala na bafie yake, kisha kulewa akalala na bafie yake bila kujua. Na ile kizazi ilikuwa kizazi ya laana. Mungu anakataza usikunywe pombe. Twende. Wale wanaokaa saa ndefu kwa mvinyo. Wale wanaotatuta mvinyo. Wanatafuta mvinyo uliochanganyika. Lakini wewe usiangalie mvinyo wakati ilipo nyekundu. Sasa njoo mvinyo ya tatu ile. Wewe usiangalie wakati inakuwa nyekundu, wakati inapotoa rangi yake ndani ya kikombe, wakati inaposhuka pasipo matata, wakati inaposhuka pasipo matata, kwa mwisho inauma kama nyoka na kuchoma kama fira. Macho yako yatatazama mambo mageni. Unaweza wazia mamako mkwe anakuwa fiancé. Ndio. Ijapokuwa ni mamako mkwe. Lakini nakufanya hivi ni nini? Ulevi. Temwe acha ulevi. Katolika toka muulevi, ile ni michezo, na uko naomba Mungu utenda jehanamu. Utaanza piga alama ya msala. Mungu haiko bubu wa kuongea naye mobiloni. Achana na michezo yenu. Tunaenda hapa. Shie tuko ba branamist.
Branamu ni Amerike. Alizaliwa Amerika na alikufa na aksida ya gari. Ni nabii wa kizazi ya mwisho. Kita disa Hebreu chapitre 1 verset 1. Nabii wa kizazi ya mwisho ni nani? Mungu aliyesema zamani na baba zetu katika manabii. Kwa sehemu nyingi. Kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi. Katika siku hizi za mwisho. Anasema nasi katika Kristo. Hapana, anasema nasi profete William Mario Branham. Katika Kristo. Unasoma bie? Ndio. Nabii wa kizazi ya mwisho ni nani? 11:13 Mathayo. Kwa sababu manabii yote na sheria walitabiri mpaka wakati wa Yohane. Mpaka wa manabii ilikuwa nani? Yohane. Lakini kama nabii atakuwa leo anatumika na zawadi lakini hana huduma ya unabii. Ndio Biblia inasema alipopaa juu aliwapa watu zawadi. Na alifanywa moja kwa mitume, wengine kuwa wahubiri wa habari njema, wengine kuwa walimu, wengine kuwa injilisi na wachungaji. Ile haiko huduma ya unabii, ni karama. Lakini nabii wa kizazi ya mwisho ni Yesu, ndio alikamaliza kazi ya ukuhani na ya unabii. Lakini kile atatumika leo anatumika na nini? Na karama. Branamu ni mtu tu sawe. Malaki chapitre 4 verset 5 pale kwa Branamu, soma usikie. Malaki sura 4 mstari wake wa 5. Usikie doktrine ya dini kisiko na potosha watu. Tazameni nitawatumia nyinyi Elia nabii. Mbele ya kuja kwa siku kubwa na kuogopesha Bwana. Huko jina Branamu pale. Banasema Elia nabii. Sikia. Roho ya Elia ilitumika njia ifuatao. Ya kwanza ilitumika na Elia mwenyewe. Ya pili ikatumika na Elisha. Ya tatu ikatumika na Yohana Mbatizaji. Na mwisho itatumika tena na Elia muvita ya Armageddon. Kama unasoma kitabu ya Ufunuo 11:3 inasema atatuma bajumbe bawili, ni mizetuni miwili, Musa na Elia. Hii unabii yenye Branamu biko nadanganya watu aseme Branamu ndio nabii wa kizazi cha Malaki chapitre 4 verset 5 ni uongo. Huyu ni Elia, atakuya mu Armageddon kuya kulibere Israeli na vita ya Armageddon. Tunaenda. Huyu na anasema Adventist. Dini zote hakuna hapa kweli. Utaona tu kama ni madoktrine tu ya kupoteza watu. Sabato, kama ushike sabato ya Samedia utaona Mungu. Nani alikudanganya vile? Walipewa sabato ya Agano la Kale ni Waisraeli. Kanisa alikupewa sabato. Na Mungu aliwapatia sabato kumulima Sinai. Soma Nehemia 9:13. Nehemia sura 9 mstari wake wa 13. Malizia. Tena ukashuka juu ya mlima Sinai. Naam. Ukasemezana nao toka mbinguni. Twende. Ukawapa sheria zako na amri takatifu. Twende. Ukawajulisha sabato yako takatifu. Kumbi ilianzia kumlima nini? Sinai. Mungu kaipatia nini? Waisraeli. Kwa mwisho aligeuka sehemu ya sheria 8:20 twende haraka. 28. Kutoka 28. Kumbuka siku ya sabato itakase. Iko naambia Waisraeli. Siku 6 utatumika na kufanya kazi zako zote. Naam. Lakini siku ya 7 ni sabato kwa Bwana Mungu wako. Sawa. Usitende kazi ndani yako. Twende. Wewe wala mwana wako. Twende. Wala binti yako. Twende. Wala mtumishi wako. Twende. Wala kijakazi wako. Twende. Wala nyama zako. Twende. Wala mgeni aliye malangoni mwako. Leta neno. Maana kwa siku 6 Bwana akafanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyo ndani yao. Malizia. Akapumzika siku ya 7. Kwa hivi Bwana akabariki siku ya sabato na kuitakasa. Akaipatia wana wa Israeli. Hapana kanisa. Kanisa haikupewa sabato. Sasa elewa, maagano ni haya mawili, Agano la Kale na Agano Jipya. Walipewa sabato ya sheria ni Waisraeli, kwa kuwa Torati ilitolewa kwa mkono wa Musa, neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Maagano ni mawili. Ndio maana Paulo anasema Mwaebrania 8:7 kama lile la kwanza lingalikuwa pasipo pungufu, nafasi singalitafuta kwa lile la pili. Maana akiona kosa ndani yao anasema tazama siku zinakuja Bwana Mungu anasema nami nitafanya nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda agano jipya. Halitakuwa kama agano lile lilofanya na baba zao. Kuko tofauti ya agano wa Israeli walipewa na sie
kanisa tulipewa. Ndio maana uliona saa Yesu anakuya akakorije agano la kale. Siku ya Sabato akaponyesha vipofu, siku ya Sabato akafanya mambo makubwa, na alifundisha Sabato, lakini vile watu hawasiki yake. Sabato maana yake kwa wajibu ya Biblia, maana yake pumziko. Ndio. Maana yake kukoma, yani kuacha kazi. Ndio maana ya Sabato. Sasa wakati Yesu anakuya anasema yeye anakia leta pumziko katika Mathayo 11:28. Kujeni kwangu nyinyi wote mnaosumbuka na wenye kulemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha nyinyi. Yani kila mtu akiamini Yesu mwagano jipya anapumzika nini? Sabato. Maana Yesu ndiye Bwana wa Sabato katika agano jipya. Yani usiseme Sabato ya agano la kale kwa njia ya kanisa. Sema Sabato kwa njia ya agano la kale kwa Wayahudi. Lakini Sabato ya agano jipya ni nani? Marko 2:23. 2:23 Marko. Twende umalizie. Siku ya Sabato alipita katika mashamba na wanafunzi wake. Malizia. Walianza kuendelea njiani na kuchuma masuki ya ngano. Twende. Wafarisayo wakamwambia nini? Tazama, wanafunzi wako wanafanya maneno yasiyofaa kwa siku ya Sabato. Wanafanya neno lisilo halali kwa siku ya Sabato. Akawaambia, hamjasoma bado maneno aliyofanya Daudi? Naam. Wakati alipohitaji vitu na kusikia njaa. Twende. Yeye na watu waliokuwa pamoja naye. Sawa. Namna alivyoingia katika nyumba ya Mungu. Naam. Wakati Abiatari alipokuwa kuhani mkubwa. Twende. Akakula mikate ya onyesho ambayo akawapa watu waliokuwa pamoja naye. Twende. Lakini mikate ile haifai kuliwa na mtu ila makuhani tu. Wala hamkusoma. Akawaambia, naam, Sabato imefanya sababu ya watu wa kufanya sababu ya Sabato. Basi mwana wa watu ndiye Bwana Sabato vile. Sabato ya agano jipya, Yesu ndio Bwana wa pumziko mwa agano jipya. Adventiste, acha tukuchokesha watu na mavantire yenu ya bure. Mtafute Yesu. Tunaenda hapa Manyonga. Aba ndio babongo sana. Eglise de Kristo. Itakuwa Eglise de Kristo haina inatumika na mapepo. Kabisa. Inatumika na majinoir. Ilianzishwa na Kadima kutoka Kalemi. Ndio. Aso kiomba anza ofa. Ile kwa mapepo. Mungu ni bubu wa kuongea naye vile. Sema Mungu atakusikia. Kupata roho, wende kumulima bakunyole nyele, kisha baziwebe kwa Kadima ziweke, njoo unapata roho. Ukikuwa mudini ya Bamanyonga hautonaka Mungu, unaenda jehanamu. Hakuna neno linasema we kupata Roho Mtakatifu upane franga, hakuna. Bali unaposoma Matendo ya Mitume, bali zipatia Petro akazikatala. Simeoni mchawi katika 9:8, sina muda hapa, tunanile 0. Hakuna dini ya kweli, aba wote ni wongo. Tafuta Yesu. Lakini ukipenda upate Yesu, angalia neno la Mungu, sababu neno la Mungu ndio litahukumu. Yohane 12:46. Nimekuja niwe nuru katika dunia, ili kila mtu anayeamini asikie katika giza. Na kama mtu akisikia maneno yangu na ashike si hukumu. Kwa maana sikuja kuhukumu dunia, lakini kwa kuwa dunia yananikataa na asiyepokea maneno yangu. Hii maneno tuko tunahubiri hapo. Ukikataa ana mmoja naye mhukumu. Neno nililolisema lile litamhukumu siku ya mwisho. Basi itahukumu ni neno. Usikufe na ushabiki, niko Katolika, niko Sepaki, niko Selepa. Ukikatala neno la Mungu, basi jehanamu naenda. Tunaenda huko. Hii ndio lituma leo tunakuja hapa. Mathayo chapitre 14, twende haraka. Mathayo 24:14. Twende. Na habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote. Yesu anaexige injili ihubiriwe duniani pote kwa ushuhuda. Kwa mataifa yote. Na alafu mwisho utakuja. Kama baragumu ayalia ni kwa sababu injili hayafikia dunia yote. Dunia yote kisha pata injili, hakuna kitu kitatuma baragumu isilie. Mungu anazuiza baragumu jua hauyasikia. Kuko fasi abayasikia Yesu kama njo Mungu. Kuko kufati kwenye bayasikia ubatizo wa Yesu njo wa kweli. Hii madini yote uko naona biko muobskire, biko mugiza moya ya nguvu. Na ndio maana unaona injili ingaliki inahubiriwa. Anda haraka kwa unabii wa Daniele. Basi wakati mtakapoona chukizo la uharibifu lililosemwa na Daniel nabii litakaposimama kwa pali patakatifu, yanayesoma na afahamu. Niulizie ndugu pale, unaposoma maandiko unajua kuifahamu? Unaposoma maandiko unajua kuifahamu? Kuko mtu anaingia ndani ya dini sawa vile tu shabiki tu. Mimi niko Katolika,
mie niko sepaki, mie niko selepa. Mimi ukimuuliza verse gani unayua mu Biblia, profane kichwa hakuna. Niambie uko mudini inakuwa 30 yuko mudini, lakini hakuna verse unayua mu Biblia. Sasa utaniambia ile ni kanisa, ni ushabiki tu. Usikamate mambo ya Mungu kama kabumbu. Kamata mambo ya Mungu kama itakupatia uzima wa milele. Biblia inasema msipende dunia wala maneno yaliyomo katika dunia. Mtu akipenda dunia, mapendo ya Baba si ndani yake. Maana kila kitu kilicho katika dunia, na tamaa ya mwili, na tamaa ya macho, na kiburi cha uzima, hivi havitoke kwa Baba, vinatoka kwa dunia. Jueni dunia tamaa zake, lakini yeye anayefanya mapenzi ya Baba, huyo anadumu hata milele. Ukikatala neno la Mungu lenye litakupa uzima wa milele, ujue unapotea. Twende haraka Danieli 7 verse, twende haraka. Danieli 7:1. Twende. Katika mwaka kwanza Belshazzari mfalme wa Babeli, Danieli aliona ndoto na maono ya kichwa chake. Ndoto na maono ya kichwa chake juu ya kitanda chake. Halafu akaandika ndoto. Akatoa habari ya jumla maneno haya. Danieli akatoa maneno kusema, nimeona katika maono yangu usiku natazama. Pepo 4 za mbingu zilivuma kwa nguvu juu ya bahari kubwa. 1, 2, 3, 4 zikavuma kwa nguvu juu ya bahari kubwa. Na nyama wakubwa 4 wakapanda toka baharini. Huyu lion aliona natoka baharini, na urse na leopard na monstre fabile hajulikane na jina. Shuka wote wa namna mbalimbali. Wa kwanza alikuwa kama simba. Na alikuwa na mabawa ya tai. Niliwaza vyetu tuliandika. Ni maandiko. Alikuwa na mabawa ya tai. Niliona mabawa yake yamefutuliwa manyoya. Na alinyanyuliwa juu ya nchi. Na kusimamishwa juu ya miguu kama mtu. Na alipewa moyo wa mtu. Nyama akapewa moyo wa mtu. Nyuma maneno haya, natazama nyama mwingine ya pili kama dubu. Nyama ya pili alifanana urse, yani dubu, na alinyanyuliwa upande mmoja na mifupa mitatu ambayo ilikuwa kinywani mwake katika meno yake. Akaona ule mnyama ananyanyuliwa upande mmoja, mifupa mitatu ya mbavu ikakuwa kinywani mwake katika meno yake. Wakamwambia simama kula nyama nyingi. Akamwambia huyu mnyama simama na ukule nyama sana. Nyuma maneno niliangalia natazama mwingine kama chui. Watatu alifanana leopard kama chui, aliyekuwa na mabawa 8 ya ndege juu ya mgongo wake. Huyu nyama akaonekana na mabawa 8 ya ndege juu ya mgongo wake. Nyama yule alikuwa na vichwa 4 vile vile. 1, 2, 3, 4 alikuwa na vichwa 4 vile vile. Akapewa mamlaka. Nyama una akapewa mamlaka. Nyuma maneno nikaona katika maono ya usiku natazama. Nyama ya 4. Nyama ya 4 ya kuogopesha. Na mwenye nguvu. Mwenye uwezo mkubwa. Akakuwa na meno ya chuma. Akakula na kuvuja vipande. Akakanyaga baki kwa miguu yake. Naye alikuwa mbali na nyama zote waliokuwa mbele yake. Alikuwa tofauti na leo, alikuwa tofauti na ursa, alikuwa tofauti na leopard. Hiyo ni monstre, nyama haijulikane na jina. Na alikuwa na pembe 10. Pembe 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Shuka. Nikaangalia sana pembe zile. Natazama pembe nyingine kapanda toka katikati yao. Pembe kidogo. Mbele yake pembe 3 za kwanza ziliongolewa kabisa. Mbele yake 3 za pembe za kwanza ziliongolewa kabisa. Natazama katika pembe hii. Yalikuwa macho kama macho ya mtu. Na kinywa kinachosema maneno makubwa. Nikaangalia hata vitu vya falme vikawekwa. Na mmoja aliye siku akaketi. Mavazi yake kama mateluji. Na nywele zake kama sufu safi. Kiti chake cha falme kilikuwa ndimi za moto. Na magurudumu yake moto unaowaka. Bwana akubariki sana. Amina. Sasa unapoangalia hapa utawazia ni manyama ambayo itakuwa mwisho wa dunia kukula watu. Sio vile, lakini tafsiri ni hii. Danieli 7:15, shuka. Basi mimi Danieli. Sasa Danieli aliona hii maono katika maono ya mwisho wa dunia. Mungu alikuwa anamwambia haya, ikamchoma, ikamuogopesha. Roho yangu kauzunisha ndani ya mwili wangu. Na maono ya kichwa changu yalinifadhaisha. Nikakaribia mmoja wale simama pale. Na kumuuliza maana kweli ya maneno haya. Hivi akaniambia. Akanijulisha tafsiri ya maneno haya. Asa tafsiri yake maana yake nini mtumishi? Nyama wakubwa walio 4. Nini? Ni wafalme 4 watakaotokea duniani. Kumbe hii nyama 4 ni falme 4. Huyu lion ni empire Babiloni. Huyu urs ni empire Medo-Perse, tunaita leo Iraki. Huyu naona hapa leopard ambaye anaitwa ni utawala nayo ufalme wa Greece, yani utawala wa Uyunani. Na huyu monstre fabile, nyama haina jina, ni utawala wa Waroma. Tunasikia pale anasema nyama hao wakubwa walio 4 ni wafalme 4 watakaotokea duniani. Iko katri ampire ya kama dunia. Sasa leo kama apire yenyewe ilikuwa apire ambayo tunaona huyu lion ni utawala wa Nebukadreza, inaitwa Babiloni. Mabawa ni nguvu alikuwa nao kokerire mapei.
kunyanyuliwa juu ya miguu miwili kama mtu. Alisimama kwa wakati wake, akasimama kwa kutawala kontina 5. Kufutuliwa manyoya ni wakati majivuno na kiburi na mwingia Nebukadreza, Mungu akamupiga na kumupeleka mpori kwenda kula miaka 7 kama ngombe dume. Baada ya miaka 7 Mungu alimsikilia huruma, akamrudisha ndani ya nchi yake Babiloni. Kulipita deza. Ile deza mwenye alikuwa alikisakula majane, inaonekana kama estome ilikuwa sharibika na mengine, akafariki, akaacha utawala wake kwa muyukulu wake walikuwa wanamuita Belshazzar. Alikamata Babiloni ni Belshazzar. Sasa Belshazzar hata nyanganyua ufalme juu ya nini? Siku ya celebration, unaposoma kitabu kia Daniele mule msura 5-6 kule kushuka, anakamata vikombe vya Mungu vilitokaka siku ya vita, vinatoka Yerusalema, akaanza kukunyia mvinyo pamoja na wambaraga wake pamoja na bunge yake. Aliona kipande cha mkono kinaandika Mene Tekeli Peresi Ufarisini. Maana yake nini? Haya ni maandiko aliyoandikwa. Mene Tekeli Ufarisini. Hii ni maana, ni tafsiri ya neno hili. Mene. Mungu amehesabu ufalme wako. Ufalme wako na kumaliza. Twende Peresi. Tekeli. Umepimwa katika mizani. Na umeonekana kwa umepunguka. Peresi. Ufalme wako umegawanyika. Na Wamedi na Waperesi wamepewa. Yaani utawale katoka Babylon ikaenda kwa Wamedi na Uajemi. Leo tunaita Iraki. Urs iliongozwa na Darius. Hii mbavu 3 naona inamaanisha nchi 3. Hii hapo naona ni Egypte, mbavu ya kwanza, mbavu ya pili ni Asiri, mbavu ya 3 ni Babiloni. Kunyanyuliwa upande mmoja inamaanisha nchi ya Iraq tangu zamani ilikuwa na nguvu kuzidia Iraki. Aliangusha hii utawala wa Medo-Perse. Iraki ni utawala wa Greece ambao uliongozwa na Alexandre le Grand. Alexandre le Grand ndo alidirige utawala wa Greece, yani utawala wa Uyunani. Mabawa ni nguvu alikuwa na Alexandre le Grand kukonkerire mapei. Vichwa 4 inamaanisha ni ba generale 4. Mwali tawala nord, mwingine sud, mwingine est, mwingine west. Ndio maana vichwa 4. Aliangusha utawala wa Greece, ni utawala wa Waroma. Na ndio utawala wa mwisho, utawala wa mpinga Kristo, na ndio maana tuko tunakuhubiri kimbia mpinga Kristo usikufe. Daniel 7:19. Halafu nikataka kujua maana kweli ya nyama ya 4. Aliyekuwa mbali na wote. Wakogopesha sana. Mwenye meno aliyokuwa ya chuma na kucha zake za shaba. Aliyekula na kuvuta vipande na kukanyaga baki kwa miguu yake. Na pembe 10 zilizokuwa kichwani mwake. Na pembe nyingine iliyopanda. Na mbele yake pembe 3 zilianguka. Hata pembe ile ilikuwa na macho na kinywa kinachosema maneno makubwa. Na kinywa kenye kusema maneno makubwa. Ilionekana kuwa hodari kuliko wenzake. Nikaangalia na ile pembe ikafanya vita na watakatifu na kuwashinda. Yani Antikriste, utawala wa Roma, itafanya vita na kanisa vile vile ilifanyaka vita na Petro, Paulo, na itashinda kanisa. Ndio maana ya huu mnyama wa 4, utawala wa Waroma. Ndio dini ya Katolika huu. Ndio atafanya vita na watakatifu, na alianza vita na watakatifu tangu zamani. Shuka Daniel 7:23. Alafu akasema nini? Nyama 4 itakao ufalme wa 4 juu ya dunia. Utakao kuwa mbali na falme zote. Daniel, hii nyama ya 4 itakuwaka ni ufalme wa 4 juu ya dunia. Itakuwaka tofauti na Babylon, itakuwaka tofauti na Medo-Perse, atakuwa tofauti na Greece. Lakini utakula dunia yote. Ule yeye atakula dunia yote na kuikanyaga na kuivunja vipande vipande. Na kisha kula dunia yote, atakanyanga dunia Roma. Baada ya kukanyanga dunia, atavunja dunia vipande. Na kama maneno ya pembe 10 katika ufalme huu, ufalme wa 10 wataondoka, na mwingine ataondoka nyuma yao, na atakuwa bali na wale wa kwanza, na atashusha ufalme wa 3. Alipiga irile vandalo kusorogote, alipiga chini, na atatoa maneno juu yake aliye juu. Alikamata utu tote tulona. Kama unasikia bana kwambia aseme falme 10 ambazo anazikamata, njoo hizi hapa. Hawezi jitosha. Mwenye angali mpinzani kwake ni Putin. Ndio mwenye kuna mpinga. Twende.
Na atatoa maneno juu yake aliye juu. Leo Roma hana kanisa. Iko nayo. Banaita nini? Église catholique romaine. Katolike banahubiriaka bahubiriaka. Wanahubiri. Ni munyama lakini atatoa maneno ya Mungu ya mwenye kuwa juu. Rudia tena basi. Na atatoa maneno juu yake aliye juu. Na atabisha watakatifu wake aliye juu. Na atafikiri kugeuza nyakati na sheria. Hayabadilisha nyakati. Zamani. Kalendrier tuko natumika nayo haiko kalendrier juif, ni kalendrier romain. Ndio. Nani alikwambia kuko janvier, février, mars, avril? Si vya barome bili? Ndio. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi wapi mu Biblia? Byake. Lundi ni jina Lucifer. Mardi ni demo banamuita Nabrot. Mercredi ni demo banamuita Astarot. Jeudi ni demo banaita Akame. Vendredi banaita demo Venus. Unasikia? Dimanche hilo nasikia kama banasema dimanche. Dimanche haiko mu Bible. Atosome mu Louis Sego. Banaandika premier jour de la semaine. Dimanche ni français romain. Alikuwa padri, walikuwa banamuita Dieu Domini. Unaona? Yani alibadilisha kalendari. Mambo yote yaliyokuwa na maana sana. Na watatiwa mkononi mwake wakati. Watatiwa mkononi mwake wakati. Na nyakati. Na nusu ya wakati. Na nusu ya wakati. Bwana akubariki sana. Milele amina. Leo dunia iko mumikono ya Roma. Ni bongo ni kweli? Ni kweli. Aliharibisha dunia ni Roma. Aliua hata Bwana Yesu. Siasa hakuwa Bwana Yesu. Soma Yohane wa habari njema 12. Yohane habari njema 11:47. Usome pale kuonze. Twende haraka haraka. Shauri la kuwa Yesu ilitokana na nini? Basi wakubwa makuhani na Wafarisayo wakakusanya baraza wakasema. Unaona kwa ile wakati Roma ndio ilikuwa empire yenyewe ilikuwa inakamata 5 continents. Ndio. Wakubwa wa baraza wakaona tutakuwa muhatari na Roma iko namtafuta huyu Yesu. Wakasema tunafanya nini? Tunafanya nini? Tunafanya nini? Kwa sababu mtu huyu amefanya alama nyingi. Nani alifanya alama nyingi? Yesu Kristo. Kama tukimwacha hivi peke yake watu wote watamwamini. Nauliza peple, watu wakiamini Yesu ni mubaya ni mzuri? Nauliza tena, watu wakiamini Yesu itakuwa mubaya itakuwa mzuri? Lakini sikia benye Bayahudi baliogopa nini? Na Waroma watakuja na wataondoa pali petu na taifa letu vile vile. Aseme tukimwacha Yesu aendelee kuhubiri. Hivi Roma iko namtafuta. Tuko kushida. Jusi tukimwacha Roma atakuya, atatupiga na ataharibisha taifa letu vile vile. Na mmoja wao jina lake Kayafa aliyekuwa kuhani mkubwa mwaka ule. Ule kuhani akawaita akawaambia, hamjui kitu. Wala mfikiri ya kwamba inafaa mtu mmoja afe kwa ajili ya watu. Unaona vile Roma iko namtafuta, tumupane. Sababu inaomba tumupane huyu Yesu akufe juu aokoe dunia nzima. Wala taifa lote lisiangamie. Naye Kayafa aliwazia anasema vile juu ni kuhani mwenyewe. Lakini akiwa kuhani mkubwa mwaka ule alitabiri ya kwamba Yesu atakufa kwa ajili ya taifa lile. Kumbi Barome baka execute. Yani Bayahudi bakapana Yesu kwa Roma bakaua Yesu. Ndio. Beba liua Yesu ni Barome. Beba litesa mitume na kuangamiza mitume. Kama hata Biblia Katoliki. Biblia takatifu ya Kirumi. Soma. Ufunuo 11:5. Wafasiri wa Biblia. Ujiuliza ni nani mashahidi wawili? Wale mashahidi wale wawili. Wengine wanasema ni Ecclesia. Inashuhudia. Inahubiri. Inapigana. Inaangamiza kwa muda na mwisho kushinda. Mwisho Roma atafanya nini? Atashinda dunia yote na atashinda kanisa. Ndio. Sehemu yenye Yesu atapata ni badogo, lakini huyu atafaa madegaza mingi kabisa. Suka. Wengine wasani mashahidi wawili hao. Mtume Petro na Paulo ambao kazi yao ilikuwa kuijenga Ecclesia ya Kristo. Tena wote wawili walifia dini mjini Roma. Wakati wa Kaisari Nero. Aliua Yesu ni Roma. Ndio. Aliua ba mitume ni Roma. Kabisa. Unaposikia tunasema Roma, uone otere wa Katolike. Njo mwenye anaanzisha dini ya Katolike huyu. Ni munyama. Suka, walikufia wapi? Biblia inauliza sasa mitume walikufia wapi? Wamoja Wayahudi na Waroma walikufia au Yerusalema au Roma. Wamoja walikufia Uyahudi wala Yerusalema au Roma. Katika miaka ya 18 ya kwanza Ecclesia. Twende. Kati yao Stefano na Yakobo waliuawa Yerusalema na Wayuda. Yani Stefano na Yakobo waliuawa Yerusalema na Wayahudi. Petro na Paulo waliuawa mjini Roma. Lakini Petro alimuua ni Roma Katolika ndio aliua Petro. Na aliua Yakobo ni nani?
chini ya uongozi wake. Paulo alimuua ni nani? Roma. Yaani wote wawili walifia dini mjini Roma wakati wa Emperere Nero. Unasikia, njoo mnyama wa ine, njoo mwenyewe alitesa kanisa, njoo Antikriste huyu. Msitafutie Antikriste fasi ingine. Antikriste iko Roma. Ukisikia Vatican, njoo kwenye papa anaikala. Mo Vatican c'était mon latin. Vatican maana yake vat iko trone, karne iko serpa. Vatican maana yake mkiswahili kiti kia joka. Yaani ile Vatican ni kiti kia shetani, ndio maana yake mkiswahili. Wewe ndio ulize padri wako, umuulize Vatican ndio nini, atakwambia c'était mon latin. Mkiswahili baba padri atakwambia ni kiti kia nyoka. Huyu akatesa mitume na kuua mitume. Mumitume mulibakia Yohana, ule Yohana ambaye anaitwa mwana wa Zebedeo, na wengine wote alikuwa alishabaua. Unavile alimfanya, alimtobola macho. Akamtobola macho, akatia mufia mafuta elishahivia kudegre, anawazia Yohana atakufa kena mtupa Patmos. Yohane Mungu akamupa neema. Kamwambia Yohane, andika moja moja ufunuo. Ufunuo wa Yesu Kristo. Yohana anapewa ufunuo, lakini ni ufunuo ni wa Yesu Kristo. Ndio. Yaani elewa kwamba ile kitabu ya ufunuo haiko ufunuo wa Yohane. Wengine wanasemaka ni ufunuo wa Yohane. Yohane hana ufunuo. Mwenye alimupa ufunuo ni Yesu Kristo. Elewa kwamba kitabu cha ufunuo ni kitabu cha unabii. Soma Ufunuo 1:3. Heri anayesoma. Heri kwako mwenye kusoma na wanaosikia maneno ya unabii. Na heri kwako mwenye unasikia hata uyue soma. Lakini kama unasikiaka maneno ya unabii na kushika maneno yaliyoandikwa ndani yake, na haiko kusikia tu, na ushike vyenyewe uko nasikia ndani yake, maana wakati ni karibu. Sasa ukipenda kujua kitabu cha ufunuo, elewa kwamba kitabu cha ufunuo otere ni Yesu Kristo, pia na ni kitabu cha unabii. Tena utaelewa kitabu cha ufunuo kwa dalili tatu. Uyue kama Yesu ni omnipresent, omniscient na ni omnipotent. Ufunuo 1:4. Yohane kwa makanisa 7 aliyo katika Asia. Neema iwe kwenu na salama zinazotoka kwake aliye sasa, twende, na aliyekuwa, twende, na atakayekuja. Yaani tunampata msemo ngapi? 3. Yeye pekee yuko present, na aliyekuwa, na atakayekuja. Omnipresent, omnipotent, omniscient ni Yesu Kristo. Hawezi elewa kitabu cha ufunuo kama uyakubali divinite ya Jesus Christ. Kama leo unaona ba protestante banashindwa kuelewa eschatologie. Juu ya nini? Ni ba trinitaire. Banayua kama kuko Mungu Baba, kuko Mungu Mwana na kuko Mungu Roho Mtakatifu. Na ndio imani ya Katolika. Lakini imani ya Biblia mbele uchue kitabu cha ufunuo. Kubali kwanza kama Yesu njo Mungu na njo mwenye kuna uwezo ya kupatia ufunuo wa hii maneno. Hawezi pata revelation ya kitabu cha ufunuo nongali unapinga divinite ya Jesus Christ. Kabisa. Kama ungali unapinga divinite, maana yake wewe unapotea. Sababu Yesu njo Mungu. Na yeye peke alijiita Mungu. Unajua vile? Ndio. Soma Mathayo, Yesu alijiita Mungu. Mathayo 4:7 inashuhudia nasema. Bwana kubariki sana. Yesu akamwambia nani? Tena imeandikwa. Akaambia shetani, tena imeandikwa. Usijaribu Bwana Mungu wako. Kumbe Yesu ni nani? Ni Mungu. Yesu ni Mungu. Tosele mafundisho ukishalewa kasiksi sapilo, Yesu ni mwana wa Mungu. Ile ndio mafundisho ya kiporo na ndio inapoteza maporo. Kujua kama Yesu, kama unapenda ujue Yesu, elewa Yesu hivi. Kamata Waebrania 13. Waebrania 13:8. Twende. Yesu Kristo ni sawa sawa. Jana, leo na hata milele. Msichukuliwe na mafundisho mengi ya namna na kigeni. Maana ni vizuri mwafanye imara kwa neema. Wala si kwa vyakula ndivyo walivyokonda navyo. Na hawakupata faida. Usilimite Yesu. Yesu Kristo ni sawa sawa, jana, leo na hata milele. Ukisema ni mtume, sawa,
Ni maandiko. Waebrania, twende haraka 3:1. Waebrania, kwa sababu ile ndugu watakatifu. Bwana akubariki sana. Wenye kushiriki mwito wa mbinguni. Mungu akubariki. Mfikiri sana Yesu Kristo. Nani? Mtume na kuhani mkubwa la imani ambayo tunaikiri. Hapa anakamata titire ngapi? 2. Mtume na kuhani mkubwa. Usijilimite pale. Dio. Sababu yeye tena ni mwalimu na Bwana. Kamata Yohane 13:13. Unaniita mwalimu na Bwana. Na mnasema vema. Maana ndivyo nilivyo. Sababu nilivyo hivi. Bwana kubariki sana. Amen. Tena ni mchungaji. Usijilimite pale. Yohane 10:11. Mimi ni mchungaji mwema. Maana na mchungaji mwema anatoa uzima wake kwa ajili ya kondoo. Usijilimite pale. Tena nilijiwe. Soma Warumi 9:33. Warumi 9:33 kama ilivyoandikwa. Tazama nimeweka katika Sayuni jiwe la kukwaza na mambo kuangusha. Na kila mtu ambaye anamwamini hatapata haya. Muvitu Yesu nilijiwe. Muwanyama ni mwana kondoo na ni simba. Mwana kondoo moja Yohana 2:9. Kesho yake Yohana aliona Yesu anakuja kwake. Ndio. Akapaza sauti yake akisema, tazameni mwana kondoo wa Mungu anayezichukua dhambi za ulimwengu. Usijilimite pale, tena ni simba. Kamata Ufunuo 5:5. Wala kuonekana hata mtu mmoja mbinguni wala juu ya dunia wala chini ya dunia aliyeweza kufungua kitabu la ukitazama. Leta maneno. Nami nikalia sana. Kwa sababu kuonekana hata mtu mmoja aliyestahili kufungua kitabu la ukitazama. Leta maneno. Na mmoja wale wazee akaniambia, akamwambia nini? Usilie. Tazama simba aliye wa kabila la Yuda, shina la Daudi. Yeye ameshinda apate kufungua kitabu na kuvunja mihuri yake 7. Tena Yesu ni njia. Yohane 14:6. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa mimi. Tena ni mwana. Yohane 3:16. Kwa maana Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu anayemwamini asipotee bali awe na uzima milele. Lakini kwa kujua nationality yake kweli yeye ni nani? Soma Yohane 14:7. Yohane 14:7. Bwana akubariki. Kama Mungu alinijua mimi. Yesu anasema kama Mungu alinijua mimi, Mungu alijua Baba yangu vile vile. Yaani hakuna baba na hakuna Yesu. Baba na njoo Yesu. Na tangu sasa mnamjua na mmemwona. Filipo akamwambia, Bwana utuonyeshe Baba. Basi inatufaa. Yesu akamwambia, nimekaa pamoja nanyi wakati mrefu na hukunijua Filipo. Aliyeniona mimi ameona Baba. Njoo elimu ya Biblia. Yesu njoo Baba. Hakuna baba na hakuna Yesu. Yesu njoo Bwana na yeye njoo Baba. Yeye ni yote na ndani ya yote. Shuka. Namna gani unasema utoneshe Baba? Kuamini ya kuwa mimi ni ndani ya Baba na Baba ndani yangu. Yesu ni Mungu. Amina. Ile makelele yenu ya kidini, Yesu ni mwana wa Mungu, mko limite mu morale spirituelle. Na ndio maana mporo anajilimite Yesu ni mwana wa Mungu. Juu hana pastor wa kumfundisha. Yaani kwa kujua eschatology ni mpaka kwanza ujue divinite ya Jesus Christ. Na hii jina ya Yesu ndio lituma ba mitume banakufa. Soma Mathayo 24 verset 8 yazia pale. Mathayo 24:8 yake. Ubarikiwe. Halafu watoto nyinyi kuteswa na kuwaua nyinyi kwa sajili ya jina langu. Kumbi ilituma banaua mitume ni juu ya nini? Jina la Yesu Kristo. Soma Matendo ya Mitume 5:17. Sikie mauaji yao yalitokana na nini? Twende haraka. Akasimama kuhani mkubwa na watu waliokuwa pamoja naye. Ndio jamaa wa Sadukayo. Wakajaa wivu. Twende. Wakakamata mimi wakaweka katika baraza. Bali wakamatia nini? Sababu ya jina la Yesu. Twende. Kuhani mkubwa akauliza. Hata kuhani mkubwa akauliza akisema, hatukuamuru nyinyi kwa nguvu msifundishe kwa jina hili? Na tazameni nimekwisha kujaza Yerusalemu na mafundisho yenu. Na mnataka kuleta damu ya mtu juu yetu. Bali wakataza wasubiri kwa jina la nani? La Yesu. Na leo ukiambia mporo abatizwe mjina ya Yesu anaanza nini? Vita. Mtu wa dhehebu kimwambia Yesu ndio Mungu anaanza nini? Vita. Lakini hakuna bateme au no diper edifice et Saint Esprit mu maandiko hakuna. Hii jina ilianza piganishwa tangu zamani. Wakisema tutafanya nini na watu hawa? Maana alama kubwa iliyofanywa nao ni wazi mbele ya watu wote wa Yerusalemu. Wala tuwezi kuikana. Lakini kuzuiza neno hili lisienee katika watu. Tuwaogopeshe. Wasiseme tena na mtu mmoja kwa jina hili. Wakawaagiza wasiseme hata kidogo. Wala wasifundishe kwa jina la Yesu. Na leo maporo biko nakubali ubatizo wa jina la Yesu. Wanakataa ubatizo wa jina la Yesu. Biko nakubali kama Yesu ndio Mungu. Hapana. Ile ndio antikristo yenyewe watu biko nayo. Ndio. Antikristo ni nani? Antikristo ni mtu mwenyewe hakubali kwamba Mungu alikuwa roho akajiinkarne mwili.
kuwajibu ya andiko ya waraka wa kwanza wa Yohane 4:2. Twende. Hivi mnajua roho ya Mungu, kila roho inayokiri kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili inatoka kwa Mungu, na kila roho isiyokiri Yesu haitoki kwa Mungu. Na hii ndio roho, ya mpinga Kristo ambayo mlisikia kwa imekuja, na sasa imekwisha kuja katika dunia. Na ndio maana ile roho iko inatumika inapinga hata na bateme ya Yesu Kristo. Hakuna bateme. Ubatizo ya kwanza kimaandiko, kamata Matendo ya Mitume 2 verset 37. Wakati waliposikia maneno wakachoma katika mioyo yao, wakauliza Petro na mitume wengine, ndugu zetu tutafanya nini? Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, ili mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea zawadi ya Roho Mtakatifu. Leo kiambia Protestanti hayabatizwa, hawezi kuitikia. Sasa kwambia bashani batiza zamani, bali kubatiza Mubaba, Mwana, Roho Mtakatifu. Na ndio maana mnashindwa kupokea ufunuo wa Roho Mtakatifu. Maana dini zenu zinawapoteza mu false doctrine. Lakini hakuna bateme ya ono di Père et du Fils et du Saint-Esprit. Hakuna Kristo. Hapa kwa pastor kama anasema bongo akuya leta andiko moya, mtu alibatizwa mjina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Isipokuwa ile roho ya mpinga Kristo ndio inahangaisha dunia na ndio iko inapingana na divinite ya Yesu Kristo. Tunaenda mfunuo haraka nisikuchose. Yohana ndiye alisema hii maneno. Sasa twende Ufunuo sura yake. Elewa kwamba kitabu cha Ufunuo kiko na sehemu hii 3. Na ile sehemu 3 ni Ufunuo 1:19. Basi andike maneno yale ambayo uliyaona. Pastor asikwambie ni mahistoria zishapita. Kitabu ya Ufunuo kiko na sehemu 3. Maneno yenye komupreza yenye Yohana aliona nini? Aliona hii maneno hapa, mnyama wa vichwa 7, les 4 cavaliers. Aliona hii maneno yote ni maneno yaliyo sasa. Mungu alikuwa anamuonesha mpreza. Na maneno yaliyo sasa. Maneno yaliyo sasa ni maneno gani? Ni maneno ya makanisa 7 aliyoko katika Asia. Kamata kitabu cha Ufunuo NF, twende. Mimi Yohana ndugu yenu, na mwenye kushiriki pamoja nanyi katika mateso na ufalme na uvumilivu wa Bwana Yesu Kristo. Nilikuwa katika kisanga kinachoitwa Patemo kwa ajili ya neno la Mungu na kwa ushuhuda wa Yesu Kristo. Na sababu ya kushuhudia nani? Yesu Kristo. Leo biko wanatika kama Patemo ni ya ono de Yesu Kristo. Wanakataa. Biko wanatika divinite ya Yesu Kristo. Wanakataa. Yohana alikuwa mule tu ashuhudie nani? Yesu Kristo. Leta baredo. Nilikuwa katika roho siku ya Bwana. Nikasikia sauti kubwa nyuma yangu kama sauti ya baragumu ikisema. Yesu ndio alikuwa anasema, alisema nini? Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Na ambayo unayaona andika katika kitabu ukatume kwa makanisa 7 yaliyoko katika Asia, Efeso, Smirna, na Pergamo, na Tuatera, na Sardi, Philadelphia na Laodikia. Shuka. Na maneno yatakayokuja nyuma ya haya. Maneno yatakayokuja njoo hii. Njoo yenyewe tunachunga na njoo ya mwisho wa dunia. Twende Ufunuo. Unajua batu kwenye abajue maneno yaliyo sasa ni sehemu ya kwanza. Yohana aliyoyaona yaliyo sasa, yatakayokuja. Tuko tunafundisha sie ni yatakayokuja, ni maneno ya mwisho wa dunia. Yaani ukisoma kitabu ya Ufunuo unakamata mpaka 3 inataya habari maneno aliyoyaona. Ukamata Ufunuo 4, 5, 6 mpaka 13 ni maneno yatakayokuja nyuma maneno. Ufunuo 13 twende haraka. Nikasimama juu ya mchanga wa bahari, nikaona nyama kitoka katika bahari mwenye vichwa 7 na pembe 10. 1 2 3 4 5 6 7 pembe 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Na juu ya pembe zake taji 10. Na juu ya vichwa vyake majina makufuru. Na yule mnyama niliyemwona alikuwa mfano wa chui, akajikokodea na chui. Ampire ya Greece iliongozwa na Alexander le Grand. Tulishasema. Twende. Miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu. Miguu yake kafanana miguu ya dubu, akachikokodea utawala wa Medo-Persia. Leo tunaita Iraki. Na kinywa chake kama kinywa cha simba. Kinywa yake kafanana kinywa cha simba, akachikokodea utawala wa Babiloni. Utawala wa Nebukadneza. Twende. Yule joka kampa nguvu zake na kiti chake cha falme na mamlaka nyingi. Nikaona kimoja cha vichwa vyake. Nikaona kimoja cha vichwa vyake kama kimetoa kidonda cha kufa. Na kidonda chake cha kufa kikapona. Dunia yote ikastajabu nyama yule. Dunia yote hakuna mwe.
Wakastajabu mnyama yule. Wakaabudu yule joka kwa sababu alimpa nyama mamlaka yake. Dunia kanza abudu shetani sababu shetani alipatia huyu mnyama pouvoir yake. Wakaabudu yule nyama wakisema, ni nani anayefanana nyama huyu? Nani anayeweza kufanya vita naye? Na akapewa kinywa cha kusema maneno makubwa na makufuru. Akapewa mamlaka kufanya kazi yake miezi 12. Iko 42 mois equivalent de 3 ans et demi. Akafungua kinywa chake atukane Mungu. Na kutukana jina lake. Na hema yake. Na wanaokaa mbinguni. Tena akapewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda. Yaani huyu mnyama atashinda watakatifu. Biblia inasema milango ya Hadesi haitashinda kanisa. Lakini kuko sehemu ya watakatifu benye huyu mnyama atashinda. Akapewa mamlaka juu ya kabila na lugha na taifa. Atapewa mamlaka juu ya kabila na lugha na taifa. Na watu wote wanaokaa juu ya dunia watamwabudu. Sema mwemie. Mwemie. Yaani Biblia inasema na watu wote wanaokaa juu ya dunia watafanya nini? Watamwabudu. Lakini mwemie. Kabisa. Mpinga sana. Amen. Bangapi wanampinga sana? Tuko hapa. Sawa, Bwana wabariki. Twende. Wale majina yao yakuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Na walimkubali na kukubali ibada zake za batrinitare, ibada za upotevu, kwa sababu hawakuandikwa kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Mtu akiwa na sikio, asikie. Kama mtu akichukuliwa katika kifungo, atachukuliwa katika kifungo. Kama mtu akiwa kwa upanga, atauawa kwa upanga. Hapa ni uvumilivu na imani ya watakatifu. Kwenye tunaenda, Mungu anenda jua bateule ni banani na benye batapotea ni banani. Sasa sikia, benye batapotea ni bale benye habana muhuri ya Roho Mtakatifu. Benye bataokolewa ni bale Mungu alichagua kabla kuumbwa kwa misingi ya dunia. Sasa mwingine konaanza ni lunyama lutakuya, mie munyama simba ninakuya baluma. Haiko vile uko na wazia. Tunasoma nikasimama juu ya mchanga bahari. Bahari ni nini? Soma Ufunuo 17:15. Akaniambia yale maji uliyoona pale anapokaa ule kahaba. Kwenye unaona ukahaba na ikala ni watu na makutano. Hii maji ni watu na makutano na mataifa na mataifa na lugha. Bwana kubariki sana. Nyama ni utawala. Nyama ukisoma tafsiri ya mnyama ni ufalme. Tandiske sasa hii nyama yoye ni moya lakini iko na vichwa 7. Inamaanisha nini pembe 10? Ufunuo 17:12. Na zile pembe 10 ulizoona, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ni nini? Ni wafalme 10. Ni wafalme 10. Haiko mapembe 10, lakini ni wafalme 10. Vichwa 7, 1 2 3 4 5 6 7. Inamaanisha nini katika kitabu cha Ufunuo 17:9? 17:9 Ufunuo. Ndio. Hapa maana aliyo ya akili. Hii ni maneno ya intelligence. Kama uko intelligent ndio unaweza pata ufunuo wa hii maneno. Vile vichwa 7 ni milima. Ni milima 7 na ukalia mwanamke huyu. Na wafalme? Na wafalme ni 7. Yaani falme 7. Empire Egypte ni kichwa cha kwanza. Empire Asiri ni kichwa cha pili. Empire ya Babiloni ni kichwa cha tatu. Kichwa cha 4 ni Empire Medo-Perse, kichwa kimoja pembe mbili. Ni yani ni puissance mbili, Mede na Uajemi. Yani Iraq. Kichwa cha 5 ni Empire Greece, iliongozwa na Alexander the Great. Shuka watano wamekwisha kuanguka. Egypte ishapita, Asiri ishapita, Babiloni ishapita, Medo-Perse ishapita, Greece ishapita, na mmoja yuko. Mwenye iko mtereni kabambi Roma. Kichwa kimoja kiko na pembe mbili. Pembe ya kwanza iko puissance politique, Union Nations Unies, umoja wa mataifa. Pembe ya pili iko ecumenisme, umoja wa kidini. Branch yake iko SSC. Kama dini yako iko SSC, muSSC, jua mko branch ya 666, mbingu hamtaenda. Na mwingine hayakuja bado. Mwenye alikuwa yakuja bado njoo. Kichwa kimoja pembe mbili. Pembe ya kwanza ni Amerika, pembe ya pili ni Angleterre. Na atakapokuja imempasa kukaa wakati kidogo. Hivi Amerika na Angleterre basi ingia bata plonge wakati watafanya ni wakati kidogo. Kama hata Biblia Katolika. Shetani anapima kukausha ushindi wa Kristo. Anapenda kuonesha watu kama si Kristo ndiye Bwana wa uzima wao. Si ni kweli? Leo wanaitika kama Yesu ndio Mungu. Wanakataa. Wanaitika ubatizo wa Yesu. Wanakataa. Hawezi itika juu ya dini. Shetani anapima kukausha ushindi wa Kristo. Anapenda kuprove watu kama si Kristo ndiye Bwana wa uzima wao. Kama anataka kuishi asema shetani, ni lazima jitolee mtu na Samiri kwa Bwana mwingine aliye mfalme wa Roma, mwakilishi wa kwanza wa kisiasa. Representant wa kwanza wa politike mu dunia yote ni iko pape wa Roma. Alifanya cour penale
wakati alikuwa ngaliki si Pape Jean Paul II. Mbele ya kufa. Mfalme alikaza kwa ushupavu wa Amrile. Mfalme alikaza kwa ushupavu wa Amrile. Ni Kaisari Domitiano. Ile sanamu yangu iko wapi? Wakati Yohana alipoandika kitabu chake cha Ufunuo, Domitiano alikuwa akijizania kwa Mungu. Katika barua yake na tesa yake akiandika, Bwana na Mungu wenu au Mwokozi wa dunia au mwana wa Mungu. Akafanya nini? Akajengesha mahekalu na sanamu zake mahali kote. Katolika akuletaka maneno ya Mungu. Katolika aliletea watu mamize masanamu. Baada ya kujenga eklesia akatia masanamu duniani kote. Akatuma watumishi wake katika kila jimbo kwa kuhimiza ibada za kuabudu sanamu yake. Akahimiza maparokia sasa Ulaya yote, Afrika yote kuabudu sanamu. Wale waliokataa hasa Wakristo walihamishwa ugenini, na wengine waliuawa, na wengine walizuiliwa wasichuze. Wewe usikie Kristianisme leo, ba Kristo waliuawa, ba Paulo ba Petro waliuawa. Shuka usikie. Mnyama wa kwanza ni mwiga mzao wa Kristo. Ana nguvu, cheo, kiti cha enzi, uwezo sawa na mwana kondoo. Maana serikali ya Roma inataka kuwa bwana wa ulimwengu. Kutiisha wote. Roma tatia dunia yote chini ya miguu yake na kuabudiwa nao. Wengi wanamwabudu. Ecumenisme, yani umoja wa madini, branch yake iko SSC. SSC ni branch ya nani? Si ni branch ya Katolika? Ndio. Wanafuchika nini? Shuka. Lakini Wakristo walikataa. Bakristo benye balikuwa mkarne ya kwanza balikataa kwa sababu kwa Bwana ni moja tu, Kristo Yesu. Hakuna Mungu mwingine isipokuwa Yesu ndio Mungu. Wakristo walikuwa heshimu serikali ya Roma na sheria yake. Ukienda leo musepaki wafundisho ubatizo wa Yesu, hata inatoka mu Biblia. Watakwambia na kia tubomolea kanisa yetu, doktrine yetu inaamini kubaba Mwana Roho Mtakatifu. Ukiuliza pasere nipe verse yenyewe nasema kwa mwenye alibatizwa kama baba Mwana Roho Mtakatifu, atakwambia Yesu ndio alisema. Unamuuliza aliambia baba nani? Aseme aliambia baba mitume. Sasa nipatie kwa baba mitume balibatizwa kama baba Mwana Roho Mtakatifu. Aseme unaona baba mitume nabo balipinganaka na Yesu, ndio mafundisho ya teolojia yenyewe haina msingi. Anashindwa kuambia mtu kweli, kusema kama Yesu alipatia wanafunzi yake mafundisho ya firmisema ya 40 jours, Matendo ya Mitume 1 verset 3, ndio akabambia babatize mono de Jésus Christ. Unaona? Wakristo walikuwa heshimu serikali ya Roma na sheria yake. Lakini walipoomba kuabudu sanamu ya Kaisari wa Roma. Wakristo walikataa kabisa. Kwa hiyo Roma ilianza kufanya vita na watakatifu na kuwashinda. Roma kabachinja Wakristo, sikie tu. Si nilisoma pale kwenye alibachinjia. Rudia, usichoke. Alibachinjia wapi? Ufunuo 11:5. Walikufia wapi? Wafasiri wa Biblia hujiuliza ni nani wale mashahidi wawili? Wengine wanasema ni eklesia. Inashuhudia, inahubiri, inapigana, inaangamiza kwa muda na mwisho kushinda. Wengine wazani mashahidi wawili hao labda ni mtume Petro na Paulo, ambao kazi yao ilikuwa kujenga eklesia ya Kristo. Tena wote wawili walifia dini mjini Roma wakati wa Kaisari Nero. Nyama ya pili, Ufunuo 13:11. Twende haraka. Kisha nikaona nyama mwingine akipanda juu toka nchi. Nilikwambia mnyama wa kwanza alitoka mubari, mnyama wa pili anatoka mwinchi. Nilikwambia hivi, Itali ni nchi, kapitali ya Itali iko Roma. Pembe mbili, naye alikuwa na pembe mbili mfano mwana kondoo. Pembe mbili inamaanisha puissance politique na puissance religieuse. Njoo unaona hapo. Chuka akasema kama joka, iko na mfano wa mwana kondoo. Watoto wa mjambo, habari gani? Hata ni mweusi iko na Swahili saa mzungu. Chuka na anafanya maneno kwa uwezo wote wa nyama ya kwanza mbele yake, na kufanya dunia na kanda ndani yake abudu nyama ya kwanza. Ndiye kidole chake cha mauti kilipona. Na anafanya masaja makubwa, anafanya moto kushuka toka mbinguni juu ya dunia mbele ya watu. Na anakosesha wale wanaokaa juu ya dunia kwa masaja yale kufanya mbele ya nyama, akiwaambia wale wanaokaa juu ya dunia kufanyia sanamu ya yule nyama. Ataambia wenyewe kuikala ndani ya dunia bafanyie sanamu ya yule nyama. Yeye na kidole cha upanga na aliishi, akapewa uwezo kuchapua sanamu ya nyama, hata ile sanamu ya nyama iseme. Na kufanya wote wasiabudu sanamu ya nyama wauawe. Wote watajiopose na hii sanamu
batakufa. Naye anawafanya wote wadogo na wakubwa na matajiri na maskini na wahuru na wafungwa watiwe chapa katika mkono wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao. Tena mtu asiweze kununua na kuuza. Yani munyama masoko atazizere, masomo atazizere, hautauza na una alama ya 666. Chuka. Asipokuwa na chapa ile au jina la nyama yule au hesabu ya jina lake. Hapa ndio akili. Yeye aliye na akili hesabu ya mnyama yule. Maana ni hesabu ya mtu. Na hesabu yake ni 666. Nyimune mbaka byenyamu yu analangiro musimba rengo munyanja amahembe kuli. Si mnaimbaka? Ndio kwenye tunaenda sasa. Malizia 13:11. Ubarikiwe. Nyama wa pili ni vile vile mwigo mzao wa Kristo. Anaitwa pia nabii wa uongo. Nyama wa kwanza ni mfano wa tawala zalimu. Nyama wa pili ni mfano wa dini za uongo. Wa pili anamtumikia wa kwanza. Alipewa. Anafanana na mwana kondoo. Ana uwezo. Anaiga miujiza ya Yesu. Wengi wanamfuata kama wateule wake. Alipewa mamlaka yote kwa serikali ya Roma. Na analazimisha wakaaji wote kuabudu sanamu ya serikali ya Roma. Nyama huyu wa pili ni wahimizaji wa serikali ya Roma katika majimbo hasa katika jimbo la Asia. Hawa wanawadanganya wakaaji na kutia sumu vichwani mwao. Shapeleko wapi? Unaona hii? Ba intellectual ndio wanatia hii mshingo. Niambie ukuwe intellectual hauipate hata mwekritire yoyote. Umeona itia mshingo. Noko licencié. Lakini kwa kuamezesha udanganyifu, ili wawase kama serikali ya Roma ni mfadhili maalum, kwa kuamezesha udanganyifu, tule lisansia mgeuze akili, wanaimiza ibada mbalimbali mbele ya sanamu ya serikali ya Roma. Ni maevokasyon sababu apoteze dunia. Maajabu ya uchawi, maguzi, michezo, mimbo, milio, masangilio, na wenye masaka au kukataa anawalazimisha kwa ujeuri. Wanaposongwa na viongozi na mambo tetezi wa dini za uongo. Yani upotevu wao unatokana, wanasongwa na mafundisho ya makubwa yao ya madini na viongozi wa madini kwa sababu ya elimu ya teoloji, elimu ya petit seminaire na grand seminaire. Waamini wanapaswa kuchagua kati ya uzima na mazulumu. Mambo ya uchumi yanaongezea serikali ya Roma uwezo mpya kuangamiza raia, akiwazuia moja katika kazi zao. Hawezi wala kuuza wala kuuzisha wala kusoma wala kutumika kama wana alama ya mnyama. Hautauzisha kama una 666. Tena hautasoma na una alama ya 666. Njoo kwenye tunaenda, dunia nenda isha. Hivi hapa niko nakwambia dalili za kurudi kwa Yesu zote zishatimilika. Zenye Biblia inasema. Shuka. Tena tarakimu yake ni 666. Tarakimu yake ni 666. Hapa kuhusu namba 666. Katika herufi za Kiebrania upata Kaisari Nero. Katika herufi za Kigiriki upata Kaisari Mungu. Maana yake tunapata Domesiano. Zamani wapinzani wa dini Katolika walisema kama tarakimu ya 666 aseni ya nani? Ni ya Papa wa Roma. Papa wa Roma ni nani? 666. Mimi ndo niliandika ile Biblia yao. Anaibisha hajajisomea huko, vitabu viko wazi. Malizia kahaba, tuende tuombe. Ufunuo 17. Hukumu ya kahaba. Akakuja mmoja wale malaika 7. Wenye wale machupa 7. Akasema nami akisema, kuja hapa. Nitakuonyesha kwenye kahaba mkubwa anayekajua maji mengi. Ndiye wafalme wa dunia wamezini naye. Ukahaba hatrete na bamaibobo, anatrete na bafalme ya dunia. Unasikia? Twende. Na wanaokaa katika dunia wameloka mvinyo wa sherati wake. Akalichukua katika rota jangwani. Nikaona mwanamke amekaa nyama nyekundu sana. Anajua mwenye vichwa 7 na pembe 10. Na mwanamke yule amefika kwa rangi ya zambarau nyekundu. Amepamba kwa sababu na bei kubwa na lulu. Na alikuwa na kikombe cha zahabu mkononi mwake. Kinachojaa machukizo na machafu ya sherati wake. Katika kifaa cha uso chini limeandikwa siri Babeli mkubwa, mama ya makahaba na machukizo ya dunia. Nikaona yule mwanamke amelokwa damu takatifu na kwa damu ya washuhuda wa Yesu. Sasa
Nami wakati nilipomuona nikastaajabu ajabu kubwa. Na yule malaika kaniambia, kwa nini unastaajabu? Nitakwambia siri ya mwanamke huyu na ya ule mnyama huyu ambaye anayemchukua. Sasa siri ya huyu mwanamke, soma Ufunuo 17:18. Na yule mwanamke ambaye aliyemuona ni mji ule mkubwa. Ni mji ule mkubwa unaotawala juu ya wafalme wa dunia. Soma Biblia Katolika. Malaa mkuu. Jina hili lataja mji wa Roma ulivyokuwa kabla wakati wa ustaarabu wa Kikristo. Wahara wa malaya. Ni mfano wa ibada za sanamu kama tunavyoona. Mfano wa masanamu zenye leo tuko tunaona. Babeli mkuu ni mfano wa Roma. Mji wenye kukiga ibada za kipagani na machukizo yote duniani. Naye mnyama ni mfano uwezo wa kifalme. Wafalme wanakwenda. Ila uwezo unabaki na uadui unakaa. Sasa kwa watu wa Mungu, maandiko yanawaambia wafanye nini kisha kusikia hii injili? Ufunuo 18:4 twende tumalize. Mvua inanyesha toka mbinguni kisema, tokeni kwake watu wangu. Patia ndugu yako mkono, mwambie solution ni kutoka tu. Solution ni kutoka tu. Rudia. Nikasikia sauti nyingine toka mbinguni kisema, tokeni kwake watu wangu. Bapastere mtoke mwesese. Kama bapastere watoke, ba Kristo mtoke, msikufe bure. Kabisa. Msishirikiane na dhambi zake wala msipokee mapigo yake, kwa sababu dhambi zake zimefika mbinguni na Mungu amekumbuka maovu yake. Mungu hapendi watu kubakia mu maovu ya mnyama. Kutanga kanisa, kutia kanisa mwekimenisme, umoja wa kidini, brasha ya SSC, Mungu anaipinga. Wakorintho wa 2:6-10. Twende haraka. Usifungiwe nira pamoja na wasiamini. Namna isivyo sawa sawa. Shirika gani? Kwa maana shirika gani katikati yake na uovu? Au patano gani katikati ya nuru na giza? Kristo na patano gani pamoja na Beliali? Au yeye anasema gani pamoja na wasiamini? Tena hekalu la Mungu na mapatano gani pamoja na sanamu? Kama mnasema Katolika ni kanisa la Mungu, itakuwa tena na relation gani na masanamu? Kwa maana nyinyi ni hekalu la Mungu aliye hai. Kama Mungu alivyosema, itakaa ndani yao, itatembea katikati yao, nami nitakuwa Mungu wao, na watakuwa watu wangu. Kwa sababu ya neno hili, tokeni katikati yao, mkatengwe nao, Bwana anasema. Wangapi wanasema leo ninatoka? Karibu hapa nikuombe. Karibu hapa pate maombi. Leo anasema leo ninaamini ninatoka mwinyangui ya masanamu, ninatoka mwekimenisme. Tia mkono. Karibu huku, karibu kumbele. Ya leo yako ya kesho ni ya Mungu. Unajua injili inapohubiriwa kazi yake ni kuamini. Kama uamini, Biblia inasema naye amini mwana ana uzima wa milele. Asitii mwana hataona uzima, lakini ghadhabu ya Mungu inakaa juu yake. Wangapi wanaamini? Tia mkono juu. Hapana kusikia haya. Methali 27 inasema usijisifu kwa ajili ya kesho, kwa kuwa ujue atazaliwa siku moja. Leo si unaniona hapa, kuko sauti unionate. Hii ya leo njoo yako. Ukiratea leo, kosi kutasema hata tena nipite dimase pale. Akoso le baba ule malikuwa na koti ya rouge tena muone kona ubiri hivi. Ya leo njoo leo. Kesho utanitafutaka hapa na tia tu mkono yako juu. Wenyana karibu sana. Usisikie haya mama kuyu huko. Waache bali. Nani mwingine? Nani anasema mimi leo ninakubali Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yangu? Tia mkono juu, usisikie haya. Wasikia haya soko na kunywa sapilo, unalewa, lakini juu ya Yesu. Tia mkono juu mamangu. Sema tu Bwana Yesu, tangu leo ninakupokea uwe Bwana na Kristo katika maisha yangu. Ninakubali kuamini, ninakubali nabatizwa, ninakubali nafuata imani. Tangu leo njia yako naanza kuifuata hadi pale utakapokuinua kanisa. Nisamehe dhambi zangu na makosa yangu na kuwa mtoto yako hadi pale utakapokuinua kanisa. Sema amena. Wende pale kwa pastor pale na kwa koti na chemise Januari kwa yeye atakwambia pale. Haleluya. Tunaona watu ya Badira haya ndio tabaua. Unaona hapa tunakuya, sio unaona tunasikia haya pia kubahubiri. Angalia ile malandri grisere yenyewe pale na pia kukutafuta wewe. Nakula maessence na manini. Leo ukwambie
ya kuamini unakuwa sapo shetani na kufunga. Tu usitoka wewe mugiza upatie Yesu maisha yako. Hii siku ya leo utaikumbuka hata kumwisho. Sababu Yesu anasema kama wewe unaniamini hautapotea. Anayeamini Bwana ana uzima milele. Asitii Bwana hata una uzima. Basi tunamaliza. Bwana abariki sana. Mapenzi yako yafanyike, uwezo wako uonekane na uwape tena maamuzi mazuri katika uwezo na utendaji wa jina lako Yesu uliye Mungu Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Yesu ni nani? Mungu sampusa. Yesu ni nani? Mungu sampusa. Oh, Yesu ni nani? Mungu sampusa. Yesu ni nani? Mungu sampusa. Ukubali usipokubali Yesu. Yesu ni Mungu. Ukatae usipokataa atabaki kuwa Mungu. Ukubali usipokubali Yesu. Yesu ni Mungu. Ukatae. Yesu Kristo ni sawa sawa. Jana, leo na hata milele. Msichukuliwe na mafundisho mengi ya namna na kigeni. Ni maana ni vizuri mwafanye imara kwa neema. Wala si kwa vyakula ndivyo walivyokwenda navyo. Hawakupata faida. Tena Yesu ni njia. Yohane 14:6. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa mimi. Tena ni mwana. Yohane 3:16. Kwa maana Mungu alipenda ulimwengu hata kamtoa mwanawe pekee ili kila mtu anayemwamini asipotee bali awe na uzima milele. Lakini kwa kujua nationality yake kweli yeye ni nani? Soma Yohane 14:7. Yohane 14:7. Bwana akubariki. Kama Mungu alinijua mimi. Yesu anasema kama Mungu alinijua mimi, Mungu alijua baba yangu vile vile. Yaani hakuna baba na hakuna Yesu. Baba anajua Yesu. Na tangu sasa mnamjua na mmemwona. Filipo akamwambia, Bwana utuonyeshe Baba. Basi inatufaa. Yesu akamwambia, nimekaa pamoja nanyi wakati mrefu na kunijua Filipo. Aliyeniona mimi ameona Baba. Njoo elimu ya Biblia. Yesu ndio Baba. Yesu ndio alisema nini? Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Na ambayo unayaona andika katika kitabu ukatume kwa makanisa 7 yaliyo katika Asia, Efeso, Smyrna, na Pergamo, na Tuatera, na Sardi, Philadelphia na Laodikia.